Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, kama kawaida behind the camera yupo Rizky bwana. Nimemtembelea DJ Sma, simu zimekuwa ni nyingi sana bwana, mgogoro umeanza, vita vinapigana. DJ Sma yuko wapi? Atumuoni. Bahati nzuri bwana, Sma naye jana alikuwa yuko busy kweli, lakini leo nimefanikisha kumpata. Sma, kwanza kwema kabisa? Alhamdulillah. Unaendeleaje kaka? Namshukuru Mungu, Mungu ni mwema. Na kama kawaida tunamshukuru kwa neema zake ninazozijua na nisizozijua. Na namuomba tusamee kwa madhambi yetu tunayojua na tusiyoyajua. Naam. Tupo kwenye mwezi wa Ramadhani na Kwaresma mafia, vipi unaendelea kufunga? Alhamdulillah. Mungu mimi katika vitu namshukuru, kaniwezesha kufunga. Huwa sina utani kwenye kufunga, najitahidi kadri uwezo wangu wa kibinadamu. Afu namuomba kwa huruma zake na neema zake atutakabalie. Na make funga zetu hazijakamilika. Naam, leo hii nimeita special edition. Irani, Marekani na Israel. Nataka leo tugusie tu hapa, tutakuwa na mambo mengi sana, tutagusia tu kwa undani kila ambacho mtazamaji wetu anatamani kukifahamu. Kwanza Sma, umekuwa ukizungumzia sana hizi vita kwa muda mrefu sana, umekuwa ukitoa taswira yako, tathmini yako, lakini ulitegemea hivi karibuni watapigana kama ambavyo vile jana imeweza kutokea? Sikutegemea full military full scale war. Kitu ambacho nilikuwa nasema sioni hivi vita vikipiganwa safari kwenye full scale. Kitu ambacho nilikuwa nakiona ni surgical strike, na ndio kilichotokea. Ila kuna kitu kimoja kabla sijaanza kukujibu hapo, nimepokea sana message DM wapi jana, wakati ndio vitu vimetokea. Nilikuwa hivi vitu vinatokea, mimi nilikuwa niko kwenye mizunguko. Na huwa nawaambia watu kwamba kwa bahati nzuri au bahati mbaya, Fuse ni one man army, niko mtu mmoja. Kwa hiyo inabidi niache kazi nifanye kazi. Kwa hiyo sometimes unakuta nikibanwa na kitu kingine, vitu vingine inabidi niviache. Na kuna harakati zingine, ndio maana jana mimi jana nimelala saa 6:30 usiku. Jana. Kwa hiyo siku nzima nilikuwa niko tight sana. Kwa hiyo sikuweza kufanya chochote pamoja na yalikuwa yanaendelea. Sana sana wale watu wangu wa karibu ambao wana access walikuwa wakinipigia simu na wapa baadhi ya analysis za haraka, lakini sikuweza. Sasa kuna kitu ambacho nataka niwaelezee, kwa sababu nadhani tunafahamu sasa hivi wameibuka kila aina wachambuzi. Kila kona wameibuka wachambuzi wengi. Na taarifa zimekuwa nyingi. Na mimi Fuse, kwa wana Fuse nimekuwa siku zote huwa sina iana, huwa napenda wafunguke kiakili. Na nilikuwa nawapa vienzo vya kuweza kudadisi na kutafsiri na kuanalyze matukio wao wenyewe. Mimi nawapa miongozo. Sasa this time kuna kelele nyingi sana, kuna wachambuzi wengi sana, kuna taarifa nyingi sana, na kila mtu anasema anachokisema. Nataka niwapo miongozo ambayo itawasaidia katika mgogoro huu waweze kuiangalia kwa jicho kama ni mchambuzi na sio kukutana na nani. Cha kwanza wanatakiwa jue vita kama hivi huwa vina mipango yake mingi sana kabla ya tangia kusogeza majeshi troops. Nilisema hii ni full spectrum war ambayo kuna let's say aircraft carriers, kuna AWACS zile, kuna electronic warfare, kuna drones, kuna surveillance, kuna reconnaissance, kuna special forces na assets zingine, air defenses, offensive capability na vitu vingine vingi ambavyo vipo. Ila huo ni upande mmoja wa military. Kuna upande wa pili ambao pia nataka watu wauzingatie, ambao ni upande wa taarifa. Na mmoja wa watu maarufu sana anasema the first casualty of war is the truth. Mhanga wa kwanza wa vita huwa ni ukweli. Yani kitu cha kwanza ambao kina kufa labda au kinashambuliwa huwa ni ukweli. Kwa hiyo wanatakiwa wana Fuse wawe makini sana kuzingatia taarifa wanazokutana nazo, especially mainstream media. Kwa hiyo kama walivyokuwa wanapanga, unajua kwenye jeshi kuna department of propaganda.
kama walivyokuwa wanapanga upande wa kijeshi, lakini walikuwa wanajipanga pia upande wa propaganda. Kwa hiyo inabidi, mfano kama kuna movie maarufu sana inaitwa Enemy at the Gates. Ile movie ukiangalia ni ya sniper wawili, mmoja wa Kisovieti, mmoja wa Kijerumani. Wanapambana, lakini kuna vita vya propaganda vikubwa sana ambavyo vilikuwa vinatokea hapo ndani. Kwa hiyo wanatakiwa wajue jinsi ya kuread between the lines. Kwa hiyo mainstream media, CNN, BBC, Al Jazeera, Sky, Deutsche Welle na zile mainstream zile nyingi zitakuwa ziko tayari, zina mtazamo wake au zina narrative fulani ambazo zina push. Kwa hiyo mtu yoyote namshauri, sikiliza mainstream media, alafu nenda kwa independent analyst pia. Nenda kasikilize kule, alafu balance. Ukibaki kusikiliza upande mmoja, utajikuta unapelekwa na unachotwa na propaganda. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nataka tuangalie swala la technicalities ambayo sijui nafikiria nielezee sasa hivi au nije nielezee baadaye huko ili i make sense. Hiyo nadhani nitaiacha. Cha muhimu kwanza nachotaka kujua ni wanafunzi na watazamaji wetu ambao wako katika Middle East, Gulf countries. Ningependa sana kujua kwenye comment section mko salama, kwa sababu sisi tuna wafuatiliaji wengi sana. Wako Dubai, wako Bahrain, wako Kuwait, wako katika nchi zile guba ile. Na Iran amezishambulia zote kasoro Oman. Sawa? Kwa hiyo natamani kwenye comment section kujua hali zenu, mkoje, mko salama, mumeathirika nyinyi na familia zenu. Ni kitu ambacho kitanipa sana amani. Kwa hiyo naombeni, kwa hiyo moyo wa dhati kabisa, wafuatiliaji wetu ambao wako kwenye Gulf kule, mtuambie kwenye comment section hali yenu ikoje, mko wazima, na kama mna maoni yoyote ya hali inavyoendelea mnaweza mkatuandikia pale kwenye comment section. So hivyo ni vitu vichache, vingine ambavyo nilitaka kuvielezea nadhani nitakuwa na breakdown kadri tunavyoenda. Sasa turudi kwenye swali lako. Naam, urudi alafu tuendelee kuanzia hapo. Umekuwa ukivizungumzia hivi vita kwa muda mrefu, nimekuuliza hivyo na nikasema ulitegemea jana itatokea vile mapema hivi, kwa maana kuweza kupigana, kwa sababu tulikuwa tungesema kwamba madhara yake watajaribu mazungumzo yamefeli ya kwanza mpaka ya tatu, na baadaye tukashuhudia jana vile. Ulitegemea kwa kipindi hiki itakuwa ni hivyo? Nilitegemea kitu kimoja na sikutegemea kitu kimoja. Nimeshasema several times, hivi vita sioni full scale war ikipiganwa. Nachoona ni surgical strike, ambayo surgical strike ni kwamba unakuwa una target zako, una walengwa wako kadhaa, au una maeneo yako kadhaa, unayashambulia yale. Ile ni surgical strike. Full scale war ni vita ambavyo ni fully, kuanzia juu angani, cyber, boots on the ground, kwenda chini, na aina zingine za vita ambazo kuna sabotage, kuna vitu kama hivyo. Na bado full scale war haijatokea, lakini surgical strike imetokea, tumeiona. Kwa hiyo utabiri ambao nimekuwa na utoa umekuwa spot on. Hivi sio full scale war. Hii ni surgical strike. Lakini tofauti ukoje kwa mtu ambaye elewi? Sawa. Full scale war ni kama kilichotokea Iraq. Umeona Iraq? Kwamba kulikuwa kuna majeshi kwenye mipaka yakaingia ndani ya ardhi ya Iraq. Huku juu pia kukawa kuna ndege ambazo zinashambulia, kukawa kuna vita vya propaganda, kukawa kuna vita vya infrastructure. Kuna vitu ambavyo lazima uviharibu. Vituo vya TV unatakiwa uviharibu, miundombinu, madaraja, vinu vya kuzalisha umeme, saa ingine sehemu za maji, kambi kuu za jeshi, logistics na vitu kama hivyo. Hiyo ndo full scale war. Kilichotokea Iraq, ule ndo mfano wa full scale war. Sasa hivi tulichokuwa tunakiona, hii ni surgical strike, kwamba kuna maeneo yako ambayo unayapiga, unayatarget. Ndo maana hata Urusi kaita special military operations. Ile ni limited, sio full scale war. Umeona kwa sababu pia ili full scale war inabidi
utake over ile nchi, uiangushe mji mkuu wake uteke, uangushe na serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima tutofautishe kati ya full scale war na surgical strikes ambazo ndo kama hizi, ambazo hizi naweza nikaziita extended surgical strikes. Okay. Yes, kwa hiyo utakuta kwamba hata ukiangalia wamelenga viongozi wa juu, iwe ni kiongozi wa juu supreme leader, iwe ni viongozi wa kijeshi na baadhi ya maeneo. Kwa hiyo hivi ni surgical strike. Full scale war, na nilichogundua, unajua kadri vitu sisi tuna deal na open source. Kuna different source of intelligence. Sisi hii moja hapo ni open source. Yeah. Open source tuna kadri tunavyopata sasa, hii ndio inatofautisha wachambuzi. Kadri tunavyopata matukio yanavyotokea na tuna-analyze, nimekuja kugundua Marekani ameshift kutoka kwenye full scale war kama walichokifanya Iraq, walichokifanya Libya, Afghanistan na nini. Sasa na especially chini ya Trump wamekuwa na deal na limited mission, yani maalum, kama kwa Maduro alivyofanya, mnamchukua yes, wanaipusha vile full scale war na ni kwa sababu gharama ni kubwa, casualty ni kubwa, lakini pia capability zao za kudeal na full scale war ya muda mrefu zimepungua, kwa sababu capability za wapinzani wao zimeongezeka. Okay. Kwa ile gap ile imepungua. Nadhani full scale war ya mwisho ambayo aliifanya ni baada ya withdraw kutoka Afghanistan. Naam. Okay, sawa. Like, jana mashambulizi ya Israel na Marekani yalivyoanza, tulitegemea Iran ingejibu na ikaanza kupiga zile kambi zote za Marekani kasoro Oman. Pengine hiki watu wamechukua katika tafasiri tofauti. Ilikuwa na maana gani ile? Kwanza kuna kitu ya accuracy, lakini accuracy nitakuja kuiongelea baadaye kwa sababu itatoka kwenye context. Kujibu swali lako kwa ufupi kabisa ni kwamba nchi walizoshambulia ni nchi ambazo zimeshiriki directly kuidhuru Iran. Kwa hiyo zile ndege zimetokea katika zile base za maeneo yale, na zile nchi zimeshiriki kwa njia moja au nyingine kwa ajili ya kumdhuru. Kwa hiyo ndo maana amezijibu. Sasa nchi kama Oman hajashiriki directly. Cha kwanza ni nchi ambayo ilikuwa iko mstari wa mbele kwa ajili ya negotiation na hata waziri wao alikuwa yuko Marekani. Anatangaza kabisa kwamba maongezi yamefikia sehemu nzuri, yani kwamba tunaona dalili. Na hii ni vitu ambavyo kama unavyokumbuka nilisema several times, huwa wanatumia deception, wanatumia hadaa. Kabla 12 day war ilitangazwa kwamba tena Marekani kwamba maongezi yamefikia sehemu nzuri, tunaenda kukutana kesho. Iran aka lay down his defense, wakashambulia. Nikasema this time haitotokea hivyo. Kwa hiyo wameweza nchi kama Oman imeplay part yake kwa sababu ya kusuluhisha, na walisema kabisa tumefikia sehemu nzuri, lakini tushasema before, it's not about nuclear, it's not about sijui mambo ya haki za vitu kama hivyo. Ni kwamba walikuwa na lengo lao, na hata kama Iran angekubali kila kitu bado angeshambuliwa. Kama Saddam, watu ambao wanafuatilia Saddam kabla ya vita vile vilivyomng'oa madarakani, alikubali masharti yote, ikiwepo weapons instructors, ikiwepo ku destroy Scud missiles zake na kuruhusu watu wa Umoja wa Mataifa waje waangalie na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku bado walimshambulia. Naam. Kuna taarifa ambayo imetolewa, nataka tu discuss na tuweze nipate take yako. Jana baada ya kila ambacho ilichokifanya Iran, umezungumza kwamba ni kwa sababu bezi zao na majeshi yalikuwa yanatokea katika hizo nchi baada ya kushambulia Jumuiya ya Umoja ya Umma wa Kiislamu ambayo ni Muslim World League MWL ililani vikali, na taarifa ile ilisema kwamba kuwa kitendo alichokifanya Irani ni kinyume na maadili ya kidini, kinyume na sheria za kimataifa na za Kiarabu. Taarifa hiyo imemaliza kwa kuitaka jumuiya ya kimataifa na wadau wake kufanya maamuzi thabiti dhidi ya kitendo hicho.
Inanisikitisha kwa sababu ni unafiki wa hali ya juu. Wao wanamlaumu Iran kwa kuretaliate, kwa kujibu. Lakini umesikia hapo kuna yote ambaye amelaumu Marekani na Israeli kwa kumshambulia Iran? Hapana. Nani alianza kufanya mashambulizi? Israel na Marekani. Anayeanzishaga ugomvi na anayepigana nani waga anapewa lawama? Iran anapewa lawama. Kawaida vikitokea vita, utaulizwa nani kaanzisha ugomvi? Ili nani anapewaga lawama? Alianzisha vita au aliyehusika kwenye vita? Aliyeanzisha. Sawa. Sasa hayo kauli zote ndio maana nikasema na juzi nimetoa, unajua mwisho wa siku Fuse huaga tunaachia muda uongee. Nilitoa ile makala yangu nikasema Saudia na Dajjal na nikaweka ushahidi mwingi sana. Baadhi ya watu ambao, na ile ilikuwa nikiongelea uongozi na sio issue ya kidini. Wakanishambulia sana, Saudia na nini na nini na nini na nini na vitu kama hivyo, wakaiweka kidini. Sikuwajibu. Nikatulia, wakaja wakaruhusu pombe ikaonekana. Nikaongelea kidogo, wakanishambulia. Juzi tumeona mpaka wametoa Kiswatul Kaaba ambayo ni collaboration ya Saudia pamoja na UAE kumpa Epstein. Siwasikii na wao wakiongea, kwa hiyo muda wao unatoa jibu. Kwa hiyo nishaongelea nikasema hizi Gulf states kuna kitu kinaitwa Islamic Zionism na ndo hawa wanaofanya. Kuna 3 types of Zionism. Na hii kitu watu wanatakiwa watofautishe na wameshindwa kutofautisha. Kuna tunaita nini? Banu Israeli, wana wa Israeli au Israelites. Sawa? Ni tofauti na Zionist. Hivi ni vitu viwili tofauti. Ukisikia wana wa Israeli, sawa? Wale ni watu tofauti na Zionist. Zionist ni harakati ya kisiasa ambayo inamwabudu Lucifer au mpinga Kristo au Masihi Dajjal. Kuna Banu Israeli ambao ni pure kabisa, wanafata Torah kama ilivyotakiwa. Alafu hapo wengine kati yao ambao ni Wayahudi ambao hata kwenye Qur'an anasema ya ayyuhalladhina hadu, enyi ambao mumeingia kwenye Uyahudi. Wayahudi wote sio Waisraeli. Wapo Waisraeli ambao ni Wayahudi na Waisraeli. Nishavielezea kwenye makala huko, sitotaka kurudia. Sasa kwa hiyo kuna Jewish Zionism, kuna Christian Zionism, alafu kuna Islamic Zionism. Islamic Zionism watu wengi sana hawaifahamu, lakini ndio inaongozwa na haya mataifa mengi ya Gulf. Umeona? Na ndio maana yanashirikiana sana na taifa la blue ambao ni Zionist na nini. Umeona? Nishawaambia watu kabla ya 1948, kabla ya 1919 pale Jerusalem na maeneo yake kulikuwa kuna Wayahudi, kulikuwa kuna Waislamu, kulikuwa kuna Wakristo, wana coexist na wanaishi vizuri kwa amani kabisa. Yes, na kwa miaka mingi sana. Of course ukifuatia Crusade Wars, kipindi kile Crusaders walikuwa naua sana Wayahudi. Hata blood libels na vitu kama hivyo. Pogrom na walivyowaua sana sehemu nyingi. Na jinsi kulivyokuwa, long story short, kuna kipindi walikuwa wanashirikiana Waislamu, Wakristo pamoja na Banu Israeli, wana wa Israeli. Walikuwa wanashirikiana vizuri mpaka alivyoingia Zionism. Kwa hiyo ukielewa hii, utaelewa hii kauli. Ni Arabic Zionist au some ambayo inaitwa, kwa sababu wameweka mpaka mambo ya kidini, inaita Islamic Zionism. Ndio hicho wanachokifanya ambacho ni unafiki. Wangekuwa fair wakasema mashambulizi ambayo yamefanywa dhidi ya Iran ambayo ni nchi huru, ina uhuru wa kujiamulia, ni kinyume na sheria za kimataifa, ni kinyume na sheria na misingi ya Kiislamu na dini. Na pia alichokifanya Iran kushambulia hizi nchi pia ni kinyume na misingi ya kimataifa na misingi, lakini sasa hapa ndo una uwezo wa kuread between the lines na kumjua nani ni nani na nani yuko wapi. Kwa hiyo kuhusiana na hii kauli ni unafiki wa hizi nchi na mimi sishangai. Na ukiingia kwenye sisi ambao tunafuatilia sana eschatology kwa kiwango fulani, mimi elimu yangu ni ndogo, hawa ndo wale ambao sisi nafundishwa kwamba atakapokuja
Masihi Dajjal atafika sehemu atataka kuingia Maka na Madina, atashindwa. Kutakuwa kuna malaika watamlinda. Alafu atarudi sehemu, na hiyo nishaiweka kwenye makala yangu ya Saudia na Dajjal. Kuna sehemu kuna chumvi imejengwa kabisa, hata Wasaudia wenyewe wanaita Dajjal's Palace, ambayo ndo atafikia pale. Alafu atapiga kwa fimbo atapiga kishindo kwenye ardhi, itatetemeka, alafu ataita wafuasi wake, watatoka katika hayo maeneo ambayo ni Saudia na Maka na Madina na UAE, wataenda kumfata yeye, watakuwa wafuasi wake. Kwa hiyo sishangai wala sioni nani, ila long story short, huo ni unafiki, hiyo inaonyesha double standard. Na nimeona pia asubuhi wametoa taarifa baada ya kutokea kwa kifo cha Khamenei, baadaye tutakuja tuizungumze hii. Walisema kwamba kwenye hili inabidi mataifa ya Kiislamu yaungane kuweza kuiangamiza Irani. Nadhani ndio hicho tunachoendelea kukizungumza. Nani walitoa kauli? Saudi Arabia. Basi majibu yamepatikana, lakini pengine hasa kuna watu wengine ambao umetoka kuzungumza kwamba unawapa pole wa Tanzania pia na wengine wote ambao wako katika Mashariki ya Kati. Kuna Wakenya wako pale, kuna Burundi, kuna hata wa Ulaya wengine ambao ni mimi naita familia ya wanafuse wote ambao wako pale, haijalishi ni nchi gani, rangi gani, kabila gani, dini gani, ambao wako maeneo yale. Natamani kujua mko salama, ningependa mcomment, muandike, nitafurahi sana kwa kweli. Nina kutoka moyoni nawaombea sana muwe mko salama. Unadhani swali sasa linakuja hapo, ukiacha kwamba Irani imeshambulia bezi kambi za Marekani ambazo zipo katika hayo mataifa, kuna taarifa ambazo zimeonyesha hata kwenye video, kuna maeneo kama Burj Khalifa imejaribu kuguswa na baadhi ya maeneo mengine huko katika hizi nchi za Uarabuni, Dubai, Qatar na mengine pia. Kulikuwa na lazima gani ama kulikuwa na vitu gani mpaka kana shambulia yale maeneo? Sawa, hapa inabidi nikujibu swali nikupe baadhi ya details, zingine nitakuja kuziweka mbele sehemu husika. Iran alikuwa tayari ana targets, kashaziandaa military bases pamoja na interest za Marekani na Israeli katika eneo lote lile. Ameshambulia military bases za Marekani katika eneo, hajaishambulia Burj Khalifa, kashambulia eneo karibu na Burj Khalifa. Na taarifa ambazo nimeziona ni kwamba ile ni sehemu ya Donald Trump, ni interest ya Donald Trump, kuna eneo lake. Kwa hiyo hajaishambulia kwa sababu Burj Khalifa is not a military target, sio sehemu ya kijeshi, ni sehemu ya kiraia, hajaishambulia. Ila kitu kimoja cha muhimu sana naomba watu waelewe, wakati mizinga inakuja kuna interception, air defense system ambazo zinaenda kuintercept several times. Inatokea zile interceptors zinafeli, alafu zinaanguka, zinashurushwa, zinafeli kufanya kazi yake, zinaanguka na kusababisha madhara. Sasa ndio maana nikasema the first casualty of war huwa ni nini? Huwa ni ukweli. Kwa hiyo wengine wana frame kwamba ni Iran ndo aliyeshambulia, kumbe ni interceptor zao zilizofeli. Ila pia kuna possibility kwamba projectile ambazo zilikuwa zinakuja kufanya mashambulizi kulenga yale maeneo pia zilifeli, zikapiga au zikaangukia baadhi ya maeneo ambayo hayukuwa lengwa. Kwa hivyo vitu lazima tuelewe context ikoje, la sivyo tutaambiwa kwamba mtu fulani kashambulia sehemu fulani. Kitu ambacho kimekuwa proven ni kwamba katika mashambulizi ya Marekani na Israeli wameshambulia shule, watoto wakiwepo shuleni, na wamekufa watu zaidi ya 84 shuleni pale Iran. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima tuwe na uwezo wa kuelewa hivi vitu, kwa sababu nishawaambia wanafuse wazingatie. Kuna misinformation, kuna disinformation na kuna malinformation. Lazima tujue kutofautisha hivi vitu vitatu. Naam. Turudi kwenye madhara sasa ya hii vita. Tunaona kila sehemu imeweza kusababisha majanga yake. Kwanza tuanze na kifo cha Ali Khamenei. Ni cha kweli ama sio cha kweli? Nilisema before, sisi wachambuzi wengi kuna aina kama 6-7 za intelligence. Kuna measurement intelligence, kuna signal intelligence, kuna electronics intelligence, kuna human intelligence, kuna open source intelligence na aina zingine za intelijensia. Sisi tuna deal na open source intelligence ambazo zinapatikana, sio classified. Sasa
taarifa ambazo zipo open source ambazo tumemsikia Trump akisema, tumemsikia Netanyahu akisema, lakini tumesikia na viongozi wa Iran wakisema ni kwamba Ayatollah Khomeini hatunaye tena, ameuawa kwenye mashambulio na actually kwenye taarifa nilizozikuta kwamba kuna binti yake pia, kuna baadhi ya familia yake pia wameuawa pamoja, sawa, na baadhi ya viongozi wengine wa juu wa kijeshi wa Iran. Kwa hiyo kwenye hayo ukichukua information ya kutoka upande wa Marekani na Israeli na Iran inasema kwamba amekufa. Kwenye vita sometimes, na naomba watu wanaweza wakaninukuu vibaya, tukichukua hiyo information kama ilivyo kutoka kwa hao wahusika ni kwamba ameuawa, sawa. Kwenye upande wa wa analysis huenda kukawa ni nakwambia kuna aina deception ambayo hii is just a theory, haina mashiko at this point, kwamba sometimes kuna diversion ambayo kuna diversion afu kuna neno lingine ambayo ni kumpoteza mtu, kumtoa nani. Huenda kwamba walimtoa wakamweka sehemu salama, wametangaza amekufa kwa sababu ya kuona kinachoendelea, ila tukienda na taarifa ambazo zipo ni kwamba amefariki. Yes, kwa hiyo ni taarifa ambazo zimetoka pande zote mbili. Naam. Unadhani hasa hii imekuwa sio mara ya kwanza kwa viongozi wa Irani kuwa inapotokea mashambulizi wanaanza kuwaua viongozi hasa. Maana yake ni nini hasa target yao kuanza na viongozi kuwaua? Hata kwenye vita za siku 12 walianza na viongozi pia kijeshi. Yes, hii kwenye vita tunasema decapitation strike. Decapitate ni kukata shingo, kichwa. Mwili ukishatoa kichwa kishamkata tena ndo amekufa huyo. Kwa hiyo huu mwili mwingine hauna nguvu tena. Umeona Lakini ukinitoa mguu mmoja bado na mikono miwili inaweza nikapambana. Nadhani tumeshaona kwenye movie, labda mtu kapigwa risasi mguu yuko chini huko, lakini bado ana bunduki anaendelea kupigana. Kapigwa baadhi ya risasi, ana mabomu yale anaweza akatoa akarusha, bado anakuwa active, lakini ukishakata kichwa umemaliza. Ndio maana Tariq Aziz Tariq Aziz alikuwa waziri wa mambo ya nje, waziri wa habari wa Iraq. Alikuwa anaongea tutakata kichwa cha nyoka cha wakati wa uvamizi ule wa Iraq ile. Tutakata kichwa cha nyoka. Kwa hiyo ni aina ya, ndio nikakwambia kwenye vita waga kuna propaganda nyingi. Kwa hiyo unapofanya vile unaiparalyze ile nchi, cha kwanza, kama hawajajipanga, ila kama wamejipanga hawatoathirika sana. Cha pili ambayo ina madhara makubwa ni ina demoralize, inavunja morali na inavunja nguvu ya raia pamoja na wanajeshi iwapo hakuna structure nzuri. Lakini kwa Iran sioni, kwa sababu kinachoitofautisha Iran ni nchi ya kiimani, yani movement yao yote ile ni ya kiimani. Sasa ukirudi kwenye imani ya Kiislamu ambayo ndo hata wao wanatumia, inasema hivi: kutalana fil janna wa kutalahum fin nar. Watu wetu waliouawa, wapiganaji wetu wako peponi na wapiganaji wao wako motoni. Sawa? Kwa hiyo kwa imani hii na ukielewa misingi ya jihad na malipo ya mujahid ambaye anapigania haki na kusimamisha misingi ya usawa na haki na dini, anapokufa anaenda kulipwa daraja ya juu sana. Sawa? Kwa mujibu wa imani sasa. Kwa mujibu wa imani ya Kiislamu. Kwa hiyo ukielewa hii, mtu wa nje anaweza kaangalia kwamba wameuawa, wameathirika. Ndio maana nikasema kuna kitu ya perception na perspective. Wao wanaona huyu mwenzetu sasa kashatangulia, sasa hivi yuko peponi. Ni wajibu wetu sisi sasa na sisi tuende tukafate njia hiyo hiyo. Tunataka kufika peponi kama mashahidi. Kwa hiyo inazidi kukumotivate. Yani badala ya kuvunjika moyo, watu ndo wanazidi kupata motivation. Umeona? Alafu badala ya kuichukulia kama hasara, wachukulia hasara, wanaichukulia kama nini? Kama
ni motivation. Kwa hiyo lazima uelewe mentality na spirit ya hawa watu, ndo utaelewa. Kwa hiyo maadam Irani ni nchi ambayo ya kiimani, hivi vitu havitowaathiri sana. Naam. Unadhani hasa Israel wamefanikisha kwa sababu gani hasa? Kwa sababu wamekuwa sio mara kwanza hii kuwa viongozi wa Irani pia. Wanafaulu wapi hasa katika intelligence yao na Mossad kwa ujumla? Swali zuri sana. Hivi vitu tumekuwa na vikava muda mrefu, na inabidi nikurudishe alipouawa Haniyeh nchini Iran, kwenye kulikuwa kuna hafla inaendelea pale kwenye apartment yake, walivyoweza kumtrack na nini, nikasema wanatumia WhatsApp, na nishaongea sana na ninarudia sana na ninawaambia watu, hizi simu sio za kwetu. Kama una smartwatch sio ya kwetu. Maiki ma laptop, ma computer, ma TV wana access nazo full at any time. Kama una CCTV wewe umefunga nyumbani kwako na umeunganisha kwenye wifi, ujue jamaa wana access muda wowote, wakati wowote. Message unazozituma, iwe ni WhatsApp, iwe ni SMS, iwe ni Instagram, wanazi access muda wote. Na hii inahusu hata katika viongozi wetu sisi wa kitaifa. Mkienda kwenye kikao chochote nyeti, acheni vitu vyenu vyote nje, iwe ni smartwatch, iwe ni earbuds, iwe ni simu, kama kuna CCTV kamera yoyote ambayo imeunganishwa kwenye internet, kama kuna laptop sijui nini, mkiwezekana hivyo vyote viacheni. Wana access navyo muda wote. Na hii tushaongelea, alisema Snowden, na ikadhihirisha jinsi watu kama kina Angela Merkel, jinsi Marekani walivyokuwa wanasikiliza conversation zake na kusikiliza mipango yake. Umeona hivyo vitu ambavyo viko tayari, viko proven. Nishai kusema na nishawaambia watu wengine walibisha, lakini muda ukaja ukatoa wifi. Unaona hizo wifi zetu nyumbani zina uwezo wa kutengeneza taswira na kupiga picha. Unaona hapa hii wifi hii ambayo iko hapa, wana uwezo wa kuitumia kujua hapa ndani kuna watu wangapi na tumekaaje. Wana hiyo advanced technology. Na tuko katika eneo gani la nyumba kabisa. Ukipiga bomu hapa tunapotea. Na wana teknolojia zingine ambazo ziko way more advanced, vitu kama thermal na vinginevyo. Kwa hiyo njia ambayo walitumia kumtrack Haniyeh kule ilikuwa ni through WhatsApp. Sawa. Iran, nilisema Achilles heel ya Iran, shida kubwa sana inayomtafuna Iran ni kuna moles wengi sana. Moles ni ndumila kuwili, mtu ambaye yuko pande zote mbili na anavujisha ni wahaini au wasaliti ambao wanacheza wanapiga miguu yote miwili. Na moja kitu kinachowatafuna ni kwamba kwa nini Israel amekuwa Mossad wako very effective Middle East, ni kwa sababu ya historia yao. Walikuwa kwenye hizi nchi zote na mpaka leo community zao ziko kwenye hizi nchi zote. Kwa hiyo wame blend in. Wako kama Msuudia, yuko kama Muiran, yuko kama Muafghanistan, yuko kama Muimarati. Yeye na vizazi vyake wako pale, wanaongea Kiarabu, muonekano kila kitu. Lakini ni Myahudi. Kwa hiyo wako very active na wameweza kupandikiza watu kwenye the highest level. Tuliongelea yule jasusi wa kike wa Kifaransa ambaye alikuja akajifanya amesilimu na yuko pale, akawa na access mpaka kwa huyo Khamenei na shaka naye kuja kufanya interview na pamoja na rais, alikuwa rais wa Iran ambaye aliuawa kwenye, mimi naamini aliuawa, it was assassination kwenye ile ajali ya helicopter. Ibrahim Raisi kwenye ajali ya helicopter. Kwa hiyo wana watu ndani hichi ambacho ndio kinawatafuna mpaka leo Iran. As long as hawawezi kusolve hii, wataendelea kutafunwa vibaya sana. Kwa hiyo ukiangalia so far viongozi wa juu wengi ambao wameuawa ni wengi, na naamini ni kwa sababu ya hii network kali sana ya ambayo Mossad nayo ndani ya Irani, lakini pia ndani ya nchi zingine hizi za Gulf zote. Kwa hiyo wako very effective kwa sababu hiyo, na ili swala litaendelea kuwatafuna sana. Kwa hiyo kuna nilikwambia aina kadhaa za intelijensia. Kuna
SIGINT ambayo ni signal intelligence, ambayo pia hizi devices hizi wana uwezo wa kuzitrack na kujua na vitu kama hivyo. Lakini pia wenzetu wamekuwa na vipanga hivi muda mrefu. Unajua kwenye ile apartment ambayo aliuliwa Hania Tehran, ni apartment ambayo mara kadhaa alikuwa anaenda kufikia pale. Kwa hiyo taarifa zinasema walitegesha bomu pale miezi karibia 4 kabla ya. Kwa hiyo walijua kwamba huyu mtu akija Sma akiendaga Nairobi anapenda kufikia hoteli fulani na ana chumba chake anakipenda, akifika pale anakiomba. Kwa hiyo kabla hata sijaenda wanategesha vitu, wanajua na wameweka in advance. Ukishaingia wanamaliza mambo yao. Kwa hiyo na hiyo ni vitu ambavyo pia tunabidi tuwe makini navyo. Nishaongelea especially tunapoenda kwenye mahoteli, my Airbnb, sijui za watu ambao wanaenda kwenye, kuna makamera mengi yamefichwa pale, kuna mic. Tuwe makini sana na hivi vitu. Tuko katika zama ambazo hakuna cha privacy. Yes. Lakini kabla sijazungumza kuhusu tamko la Netanyahu na Trump juu ya kifo cha Ali Khamenei, nataka kwanza nizungumze au tuanze kwanza na hili. Trump alisema kwamba kuna wananchi wa Irani ni wakati wao sasa kuweza kuchukua taifa lao, na tukashuhudia kwenye baadhi ya miji. Sijafahamu hizi taarifa zikoje, kwa sababu wewe umekuwa na uzoefu huo kitu. Siku hizi kuna AI, kuna nini. Tulishuhudia baadhi ya waandamanaji wachache ambao walionekana kushangilia kifo kile cha Ibrahim Raisi, lakini baadaye asubuhi kuna maandamano makubwa ya wananchi ambao wamekuwa kiomboleza na kiomba kwamba serikali yao iweze kulipiza kisasi. Taarifa zote hizi mbili zina ukweli kiasi gani? Unakumbuka nilivyoanza kabisa mwanzo nikasema niwape wana Fuse na wasikilizaji wetu tools za jinsi ya kuprocess hizi information. Mainstream media ziko upande wa mabosi zao, ambao kuja ukiangalia, ukienda ukipanda mpaka kule juu zote zinamilikiwa na Wazionist. Sawa? Kwa hiyo narrative au habari itakayokuja itakuja kwenye mrengo huo. Wana uwezo. Unakumbuka ile tulivyokuwa tunaichambua issue ya Madoo na ile nani ya CNN, nikaelezea tena, niliweka mpaka kwangu, nikaonesha jinsi ambavyo walikuwa wanatengeneza kama hawa watu wameuawa, alafu inaonekana kabisa mtu yuko kwenye body bag anafungua, anafanya nini. Yani Mungu aliwaumbua. Umeona? Au wana uwezo wa kutengeneza, wakachukua watu alafu wakatengeneza kwamba watu wanafurahia, kumbe sio kweli. Na watu wanaofurahia wakasema ni ndani ya Iran, kumbe sio ndani ya Iran, ni nje ya Iran. Nitakutolea mfano mmoja. Sasa hivi hapa Bongo kuna movement fulani ambayo inatengenezwa kama ni uasi fulani. Ukifuatilia baadhi ya taarifa juzi, kuna mmoja anaonyesha kwamba title yake kwamba ni polisi ambaye analia kwa sababu mke wake sio ameuawa nini. Oh yes, niliona. Sasa ukija baada ya kufuatilia, kumbe ni issue tofauti, haihusiani kabisa na hiyo. Watu wameichukua, wameitengenezea, wakaiweka. Sasa wale watu sio polisi, ni issue nyingine kabisa, ni issue nyingine tena. Ngoja mimi napenda kwenda kwa facts. Mimi baba, hiyo story mimi nimeiona, sema sikutaka tu kuifanyia coverage, lakini niliona watu ambao au unakumbuka hii tulichambua tena hapa. Ilichukuliwa wakati wa kifo cha Magu. Watanzania kutokana na mapenzi na shauku ya kushindwa kujivumilia, walivamia airport kwenda kumlaki na kumpokea Magufuli. Ila wale ambao ni wachochezi wakaichukua na kuonesha kwamba kilichotokea tarehe 29 kwamba waandamanaji wamevamia. Unakumbuka video ile, lakini matumizi tofauti. Kwa hiyo ndio maana nikasema kuna misinformation, kuna disinformation na kuna malinformation. Lazima tuwe makini sana. Hebu ngoja, mimi wanapenda niende kwa facts and logic. Unaona huyu? Unaona huyu? Ndio hii hapa. Sawa, sasa angalia. Kijana abaka na kuua mke wa mwenyekiti. Umeona sasa taarifa hii ni angalia. Subiri. Miaka mingapi? 3 years ago. Lakini sasa hivi imetumikaje kama polisi auawa. Umeona? Tuwe makini sana na kuna disinformation ambazo zinatokea. Hii bana Smart kwa anazungumzia hii dadi. Ndakupa utaiweka. Kwa hiyo hata ndani ya nchi tuwe makini sana. Hawa watu
Na nishasema juzi kuna makala nashauri sana watu waende wakaangalie. Nimeongelea ukoloni 2.0 na nikaongelea jinsi watu wanavyotumika na vibaraka wao na nini na vitu kama hivyo. Tuwe makini sana, la sivyo tutapotea. Tuko kwenye kipindi ambacho taarifa ni nyingi mno, wachambuzi ni wengi mno, wajuaji ni wengi mno. Sasa hivi kila mtu anaongea anachokiongea na wadanganyaji ni wengi mno. Kwa hiyo tuwe makini sana na information tunazokutana nazo. Nyingi sana ni disinformation. Sasa ukishakuta mtu ambaye anajenga movement au anajenga harakati juu ya uongo, kuwa naye makini sana. Yaani wewe ukimfuatisha huyo atakuja kukupeleka pabaya sana. Naam. Kwa hiyo kujibu swali lako, wale watu hata kipindi maandamano ya Iran ambayo tulikava, wale watu ambao walikuwa wanafurahia hawakuwa ndani ya Iran. Na hizo video nimeziweka mimi, ziko kwenye YouTube channel yangu ya DJ Smart 255, waende. Ni wa nje wa Iran, lakini mainstream zimezichukua zikaziweka kuonesha kama vile ni ndani ya Iran, watu wanashangilia. Sasa tunarudi Trump, Netanyahu wanaambia raia wachukue nchi. Nilisema sioni full scale war ikitokea na Iran kipindi hichi. Ndio nilichokuwa namaanisha. Marekani hawezi kuthubutu wala Israeli hawawezi kuthubutu kuingiza miguu yao kwamba kuingiza full scale army ndani ya Iran. Kwanza kijiografia ile nchi haivamiliki. Kijiografia kuna vizingiti vigumu sana kuivamia. Alafu ari na machungu ya raia pamoja na, unajua so far watu wanaongelea Revolution Guard wale ambao ni jeshi ambalo ndo lile special forces za Israel ya Iran. Ila kuna jeshi ambalo ni la kawaida lile ambalo so far haliko active. Wanao inasadikika 800 mpaka 1,000,000 wako active. Tena hii ni kitu ambacho nataka ni tuweke nukta hapa. Kuna comparison ambayo watu inawapoteza sana. Utasikia Iran ana ndege 20, Marekani ana ndege 100. Israeli ana ndege labda 80. Huyu ana vifaru ngapi? Huyu ana vifaru ngapi? Huyu ana wanajeshi wangapi? Huyu ana wanajeshi wangapi? Ni moja ya comparison ambayo inapoteza sana watu. Na watu ambao hawana uwezo wa kunani wa kuchakatua wanapotea. Kwa sababu gani? Let's say Marekani ana ndege 10,000 tuchukulie. Iran ana ndege labda 100. Sawa? Zile ndege 10,000 sio kwamba zote zimeenda kupigana na Iran. Marekani ana zaidi ya bezi 700 dunia nzima. Bezi 700. Bezi 700 na military base and military installation zaidi ya 700 dunia nzima. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba zile asset ujue zimegawanywa kote na sio zote zitakazotumika katika hivyo vita. Kwa hiyo ukiambiwa na ndege 2,000 au 10,000 au 5,000 sio kwamba zote ndo zinaenda kupigana pale, ni idadi kadhaa. Kwa hiyo hizi comparison sio sahihi. Sawa, turudi pale nilipokuwa tunaendelea. Marekani na Israeli hawawezi kuthubutu kuingiza, achana na special forces ambao wanaenda kufanya sabotage au wako kwa ajili hiyo. Lakini kama walichokifanya Iraq, wakaweka majeshi yao katika mpaka ya Kuwait pamoja na Saudia, alafu wakamvamia, majeshi yakaingia, hawawezi kuthubutu kufanya hivyo. Kwa hiyo wanachokitaka kukifanya ni wanataka kuhamasisha raia wenyewe wafanye. Sasa swali ni je, raia watafanya au hawafanyi? Jibu limepatikana. Ukiangalia leo baada ya Iran kutangaza kwamba kiongozi mkuu amefariki, kaangalie ni raia wangapi wamejitokeza idadi ile kuomboleza na kumwombea. Sisi kuna dua ya maiti ile aliyofika nini, ni kubwa kiasi gani. Utaelewa je, watafanya anachokitaka Marekani au hapana. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanatamani sana. Walikaribia kidogo kama kufanikisha kwenye haya maandamano yaliyotokea, lakini yakawa wepesi sana, kazimwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanatamani raia wao wafanye, yani wa Iran wenyewe wafanye revolution. Lakini sioni kikitokea kwa sababu revolution zilizotokea za nyuma hazikuwa za kiimani, zilikuwa za kisiasa. This time ndio maana nikasema Iran ni ngumu sana, kwa sababu ni nchi ambayo
itikadi zake ni za kiimani. Yes. Ni mtu anazaliwa nayo. Ndio. Swali langu Sma, kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, unadhani sasa Marekani na Israel kupitia hiki ambacho walikuwa wakisema kwamba wanataka, amezungumza hata jana kwenye speech yake mapema kabla ya kifo, Trump alizungumza kwamba tutahakikisha Irani haimiliki bomu la nyuklia. Wataharibu hivi? Jamani, mpaka leo watu wanaamini hivyo? Nimesheka ushahidi mara ngapi? Netanyahu zaidi ya miaka 30 anaongelea nuclear. Sawa. Mpaka leo bado tunaamini kwamba wanaenda pale kwa ajili ya nuclear. Iran is not a direct threat kwa Marekani. Iran sio tishio kwa Marekani. Iran ni kikwazo kwa Israeli kwa sababu ya kwenda kufikia Pax Judea pamoja na kufikia the Greater Israel. Hiyo ndio shida ilipo. Marekani anatumika na hii inathibitisha nilichokisema, nikasema Israeli hana mziki wa kupiga, hana uwezo wa kupigana na Irani wakiachwa mtu mbili, na tuliona kwenye 12 day war, na nilitabiri kabla ya hivi vita vivuka wiki mbili, hana uwezo huo. Ndio maana baada ya kula kichapo alichokutana kwenye vita vya siku 12, this time kaenda yuko nyuma ya mgongo wa Marekani. Angekuwa na uwezo kama anavyodai let's say Lebanon au Syria au Gaza, yes, angeingia mwenyewe. Alichokutana nacho kwenye 12 day war, amejua muziki siwezi, kwa hiyo kamtanguliza mkubwa robot wake, kwa sababu yeye ndo ana control. Kamtambuliza robot wake, yeye yuko nyuma. Sawa? Kwa hiyo lazima tuelewe issue ya nuclear sio nuclear. Kwa hiyo issue sio nuclear kabisa. Yani nuclear ni kisingizio, na watu wote wenye akili zao timamu wanajua wamekuwa wanasingizia kwa zaidi ya miaka 30 na sio sasa. Unajua unaweza ukaruka mkojo ukakanyaga mavi. Na ndio hicho ambacho na wasiwasi. Kwanza kujibu swali ambalo watu wengi wanayo. Viongozi wengi wa Iran wameuawa. Sawa. Nikakwambia sioni kama itaathiri nani. Kwa sababu gani? Huwa kuna kitu kinaitwa standard operating procedure. Iko kwenye jeshi, iko kwenye polisi, iko kwenye serikali na ni protocol. Mfano kama sisi kwetu alivyofariki Rais Magufuli, standard operating procedure ni kwamba makamu wake ndo achukue, na ndio kilichotokea. Japokuwa nyuma huku kuna watu walijaribu kupindua meza, lakini tuyaache. Procedure hiyo ikafuatwa. Sasa jeshini kuna sehemu hivyo kwamba anapofariki kiongozi wa juu ni nani anairithi, tayari wanakuwepo. Kuna standard SOP ambazo ni kwamba zinapokutana, let's say wako kwenye vita, vikosi viwili tofauti vikakutana, alafu vyote vina kiongozi, ni yupi ambaye ataongoza kikosi kingine na ni yupi mwenye mamlaka. Leo hii wakikutana mapolisi hata hapa kwetu, wote wana vyeo sawa, let's say wote ni makapteni, ni yupi ambaye atakuwa juu ya mwingine na anaweza kuamrisha. Hizo SOP, standard operating procedure, tayari zote zipo. Kwa hiyo hata kwenye vita nilisema hata baada ya kufa Nasrallah wa Hezbollah tayari wana standard operating procedure ambazo zipo. Ikimaanisha nini? Ikimaanisha kwamba kwanza Iran amekuwa anajiandaa na vita vya aina hii kwa muda mrefu, akijua tu ni swala la muda. Alizungumza kama ndao jana pia kwamba tutashambuliwa. Wa structure wanayo, akifanani. Taarifa za open source zilikuwa zinasema kwamba kabla hata ya kufa kwake Ayatollah Khamenei alishaandika majina matatu ambayo anayapendekeza waje kumrithi. Kwa hiyo hata wale viongozi wa juu, unakumbuka kwenye vita vya siku 12 kuna viongozi wa juu wa kijeshi wa Iran waliuawa. Uliona imeathiri chochote? Hapana, kwa sababu wana standard operating procedure ambayo inajulikana nani yupo. Sasa watu wanakwambia, hata mfano kama kwa Putin, Putin ni mpole. Wanakwambia watu wake wa chini ambao iwapo Mungu amemchukua kwa njia moja au nyingine Putin, wale wanaokuja wana msimamo mkali ni wanaweza wakawa balaa. Kwa hiyo huenda umemtoa Khomeini ambaye fatwa yake ndo inaizuia Iran isiwe na nuclear. Ni fatwa ndo inaizuia, sio uwezo wa Iran kuwa na nuclear nao. Lakini ni fatwa yake.
North Korea ashamwambia Iran, ukitaka nuclear niambie nikupe. Yani mimi nakupa kabisa mzinga. Yani njoo nao tulipokana. Nakuja nakupa wewe unachukua. Lakini ni kinyume na fatwa yao iliyotokea. Sasa kama Khamenei ametoka, akaja kiongozi mwingine ambaye kutokana na existential threat, unajua mfano kwenye Uislamu haturuhusiwi kunywa pombe. Kwenye Uislamu haturuhusiwi kula nyama ya nguruwe. Ila inapotokea maisha yako hatarini, una njaa ambayo inaweza kukupelekea ukafa, na chakula pekee kilichopo ni nyama ile, unaruhusiwa kula kiasi ambacho kitakufanya uwe neutral, usife, usidhurike, mpaka hali itakapobadilika unaacha. Kama una kinywaji pekee ambacho kiko pale na usipokunywa utakufa, ni pombe, unaruhusiwa kunywa. Iwapo hakuna kinywaji chochote na maisha yako hatarini. Unaona sisi tumefunga sasa hivi, haturuhusiwi kuvunja saumu, kula chochote. Na Mtume sasa anasema hata ukifunga siku 1000, kulipiza siku moja tu ambayo umeivunja saumu yake bila sababu yoyote ya msingi haiwezi kufidia hii. Ila iwapo maisha yako hatarini kwa kufunga, unaruhusiwa kufungulia. Utaambiwa labda utoe tu kafara. Ndio maana watu ambao wana magonjwa kama ulcer na magonjwa mengine wanaruhusiwa kutokufunga kwa sababu ya kwa hiyo. Sasa Irani wapo ameingia kwenye existential threat, alafu akaja kiongozi mwingine supreme leader akaona kwamba amani yetu inahitaji tuwe na nuclear, akatoa fatwa kwamba kuwe kuna nuclear. Sijui hali itakuwaje, na hiyo itabadilisha kabisa game. Kwa swala la muda ndio hatujui sasa kiongozi ambaye atakuja, supreme leader ambaye anakuja atatoa msimamo gani? Je, anaweza akaja akatoa fatwa kwamba akaifuta fatwa ya aliyefariki ambaye ndo alizuia na kusema kwamba sasa hivi tuwe kwa sababu akitaka nuclear, akisema hivi North Korea anampa. Ngoja nikwambie, kila siku North Korea anaonyesha makombora yake ya nuclear. Umemwona Marekani amemshambulia? Umeona nchi yote imemshambulia? Wanajua mziki wake. Yes. Kwa hiyo kuhusu issue ya kushambulia kwa sababu ya nuclear, naomba watu ifikie point tujue tu hizi ni propaganda. Kabla sijaendelea na maswali yangu ya washiriki wake, nataka nimalizie kwanza kwenye hili kabla sija kwenye hilo swali. Madhara kwa upande wa Israel na Marekani ukoje? Tumeona kwa upande wa Irani wameua viongozi wao na mengine mengi. Hebu gusia kwenye hili kabla tujaenda kwa washiriki wao. Madhara yapo pande zote mbili. Na Iran ameonyesha capability kwa mara nyingine tena, uwezo wake. Ameshambulia Tel Aviv na makombora yamefika na amelipua na madhara yameonekana. Ameshambulia bezi karibia zote za Marekani katika nchi za Gulf. Ameshambulia baadhi ya meli za Marekani katika zile wanaita career battle group zake, na accuracy yake imeongezeka kwa hali ya juu sana. Kuna rada ambazo kazi zake ni kudetect mashambulizi yanayokuja ambayo yako Bahrain, ambayo ndio HQ ya Navy ya Marekani katika lile eneo, yameshambuliwa with pinpoint accuracy. Kwa hiyo accuracy yake imeongezeka kwa kiwango cha juu, na ameprove kwamba ana uwezo wa kupenya defensive system za washirika wake. Na hapa kuna swali lingine watu walikuwa anyway, hiyo nitalijibu baadaye. Kwa hiyo kujibu swali lako, madhara yako pande zote mbili. Yes. Iran ameathirika kwa kiasi kikubwa, viongozi wake kuuawa na baadhi ya miundombinu yake, lakini sidhani ni ile miundombinu ambayo ni critical. Ile wametangia, nadhani nchi ambayo ina defense structure bora kabisa ni Iran, kwa sababu kwanza walijiandaa na aina hii ya vita. Cha pili, jiografia yao inawaruhusu kuficha vitu vyao chini ya milima ambayo ina add extra layer, alafu udongo pale pia ni mgumu. Kwa hiyo miundombinu yao ya muhimu zaidi bado iko intact na ina uwezo wa kufunction. Swali la watu wengi ambao watufuatilia wana Fuse 96 Link na watu wa Bongo Plus ambao wanajiuliza sana nalo ni kwamba tuliona mashirikiano kati ya Urusi na China wakati mgogoro huu ukiendelea, majadiliano, mazungumzo yakiendelea, tukaona wakishiriki katika kufanya mazoezi na vingi kama hizo. Wako wapi mpaka sasa hivi? Kwanza watu wanajiuliza. Sawa. Hiyo
ina engo tatu. Ya kwanza, hichi ni kitu ambacho wanatakiwa waelewe, na sijui kwa nini watu wanapata wakati mgumu kuelewa. Wanadhani China na Urusi ni kama kampuni ya ulinzi, kwamba ukivamiwa inatakiwa ije kulinde. Nani haiko hivyo. Mpaka muwe mna kitu kinaitwa Mutual Defense Pact, kwamba akishambuliwa mmoja wengine wanakuja kumsaidia. Na hii ndo Article 5 kwenye NATO. An attack on one is an attack on all. Hiyo ndo Mutual Defense Pact ambayo Mrusi anayo kati yake na North Korea. Ndo maana majeshi yalivyoingia Kursk nchini Urusi ya Ukraine, North Korea alipeleka majeshi yake pale zaidi ya watu 12,000. Sawa. Leo hii North Korea ikivamiwa, ndo utaona sasa Urusi anaingia kujibu mapigo. Au iwapo itatokea wito rasmi, njoo utusaidie, kama alichokifanya Assad mwaka 2016 kwa kuialika Urusi iende kuwasaidia dhidi ya magaidi waliotaka kuipindua Syria mwaka 2016. Na actually walikuwa wamechukua 50%, ilikuwa bado kidogo tu waiangushe. Kwa hiyo China na Urusi sio kampuni ya ulinzi kwamba kazi yao ni kwenda ukivamiwa unabonyeza alamu wanakuja. Unashangaa gari ziko hapo na ngazi zao zile na ving'ora vyao. Kuna strategic military cooperation. Watakusaidia vifaa, watakusaidia training, watakusaidia intelijensia, ila ni wajibu wako wewe kujilinda mwenyewe. Kwa hicho ni kitu ambacho nataka watu wajue. Same thing kwa Venezuela. Walimpa vifaa, wakampa intelijensia na training na vitu kama hivyo. Tutaelezea, kama najua kuna swali litaibuka, kama ni hivyo ilikuwaje wamefanikiwa. Kwa Venezuela kitu kimoja tunatakiwa wajue. Vitu ambavyo alivihitaji kutoka kwa Mchina na Mrusi alivipata. Air defense system, radars, kama ni ndege na vifaa vingine. Ila sasa kama wewe mwenyewe watu wako wanakusaliti ndani kwa ndani, uwezi ukaenda kumlaumu mtu ambaye anakusaidia. Umeelewa? Kwa sababu ilifanyika sabotage ya ndani kwa ndani. Venezuela wenyewe kwa wenyewe walizima zile rada, wenyewe kwa wenyewe walizisabotage wenyewe, na wenyewe kwa wenyewe ndo walimchomesha kwamba Maduro yuko sehemu gani, wakaenda kumkamatisha. Umeelewa? Kwa hiyo hicho ni kitu wanataka. Kwa hiyo hata upewe silaha kiasi gani, kama ndani yako unawasaliti, ni kazi bure. Hiyo ya kwanza. Kwa unapokuja kwa Iran, wamempa vitu vyote ambavyo anahitaji. Air defense system, teknolojia na vifaa vingine ambavyo anavihitaji. Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa wajue. Kuna kitu kinaitwa reaction time. Una air defense system zako, una radar na kila kitu. Simply because unazo hizi hai kuguarantee effectiveness ya ile. Kuna kitu kinaitwa reaction time. Siamini kwamba kwenye mashambulizi yale ndege ziliingia mpaka ndani ya Iran. Naamini kwamba na mashambulizi mengi yalitokea around Iraq na hizi nchi zingine. Kwenye mpaka kuna silaha zinaitwa standoff offensive weapon. Standoff ni pale ambapo unashambulia nje ya eneo la hatari. Kwenye ndege wana air to air ambazo zinaitwa BVR, beyond visual range, ambazo Mrusi na Mchina wanazo ambazo zina zaidi ya kilomita 200 mpaka 250. Yani hata sehemu ambayo macho haiwezi kuona. Wana standoff offensive weapon Marekani na Israeli ambazo zina uwezo wa kushambulia nje ya mpaka wa Iran. Sasa kudetect ni kitu kimoja, kwamba tumegundua. Kuna kitu cha pili ambayo stage ya pili ambayo ni kutrack. Unatakiwa kushagundua uweze kuitrack, ulock ili interceptor iweze kuja kui neutralize hii. Hiyo ni ya pili. Kuna kudetect ni ya kwanza, ya pili kuna kutrack. Alafu ya tatu, which is very important, na hapa ndo maana Putin alikuwa mkali zilivyowekwa Patriot
system Poland ni, na ndio maana hata Ulaya wamekuwa na kiwewe baada ya Mrusi kulaunch Oreshnik kwa sababu inapunguza kitu kinaitwa reaction time. Reaction time ni muda ambao una detect, una track, alafu unajibu. Sasa hii window inapokuwa ni ndogo ni ngumu sana kuweza kuintercept. Unaweza ukajikuta una dakika 3, 5, 10 ambazo zinaweza zisitosheleze wewe kuzintercept zile. Ile niona Belarusi ni wapi ile zidio zikaharibika nani wakati Iran inashambulia kuelekea mabomu yake Israel. Mataifa ilikuwa linazuia hapa katikati. Si ilikuwa ni nchi gani ile? Baadaye ziliharibika. Nani kulikuwa kuna Jordan na nchi zingine. Jordan ziliharibika. Sasa hapa ndo utakuja kugundua kwamba udhaifu wa air defense systems za Israeli kwa sababu reaction time anayo ya kutosha, tracking time anayo ya kutosha, tracking capability anayo ya kutosha, kwa sababu hizi nchi za Kiarabu wana THAAD pamoja na Patriot pamoja na radar system za kuweza kudetect na kutrack. Jordan wanazo, Israeli tayari wanazo. Muda ambao inachukua shahidi zinachukua karibia masaa 5 kutoka Iran mpaka zifike Israeli. Iwapo huo muda wote unao na distance yote unayo na muda wa kutrack unayo, lakini bado zinafanikiwa, basi defense system yako ni ya dhaifu sana. Na nilishasema kwamba tu ile sijui Arrow pamoja na David Sling na kipindi kile Iron Dome, nikasema hizi ni dhaifu kwa sababu zimetestiwa dhidi ya makombora ya sukari ya kutoka Hamas kipindi kile, lakini sasa wamekutana na watu ambao na capability, uwezo wao umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo tunaporudi huku, unaweza ukawa na defensive systems lakini kama reaction time yako ni ndogo, uwezo wako wa kudetect ni mdogo. Hata air to air missiles, iwapo watakuwa wako karibu sana, ikishutiwa kuna muda mchache sana ambao wewe unakuruhusu kumanuva kuikwepa ile, ikiwa ni ndogo, probability ya hit inakuwa ni kubwa sana. Na hicho watu ambao wanaweza wakasema mifumo ya ulinzi ya Iran ni dhaifu, tuchukulie tukasema ndio, lakini nimekutolea scenario ya kwamba iwapo mashambulizi yatafanyika nje ya ardhi ya Iran, mipaka ya Iran, lakini karibu, reaction time inakuwa ni ndogo. Na vile vile wana kitu ambacho kinaitwa stealth cruise missiles. Ni mizinga let's say kama Scalp zile, Storm Shadow, ni stealth, ni makombora ambayo pia kudetect kwake ni kugumu. Sawa? Reaction time inakuwa ni ndogo. Lakini ukiangalia reaction time ambayo anayo Marekani katika hizi bezi zake, Marekani Iran ameweza kushambulia with pinpoint accuracy bezi za Marekani katika maeneo hayo. Nikuulize tu wewe kwa akili yako, unaamini nani ambaye ana air defense system bora kati ya Iran na Marekani? Marekani. Yes. Sasa kama unaamini hivyo lakini bado mashambulizi yameweza kupenya. Nimeuliza hilo swali pia jana, kuna mtu umeelewa? Kwa hiyo utaelewa kwamba simply because una air defense system haitoshelezi wewe kufanya interception. Kuna technical na ujuzi pia. Yes, kuna tunahitaji jina linanitoka. Kuna vipengele kadhaa ambavyo iwapo vitafanikiwa utavipata vile vipengele, interception yako itakuwa ina accuracy nzuri, na iwapo havito align interception yako itakuwa ni dhaifu. Kwa hiyo kama huku wanasema kwamba zile vifaa ni dhaifu, basi tuseme same thing. Kuna THAAD ambazo ziko pale, kuna Patriot ambazo ziko pale, kuna Aegis ambazo ziko pale na vifaa vingine ambavyo za interception. Ila sasa offensive kama nilivyokuambia inaonesha, kwa sababu distance ya kutoka Iran tangia ile makombora yanarushwa mpaka yanafika huko ni kubwa zaidi na ni mbali zaidi na wana muda zaidi wa kuweza kudetect, kutrack pamoja na kuintercept. Lakini kama wameshindwa, inamaanisha vitu viwili: defense system zao ni dhaifu, lakini offensive capability ya Iran iko very lethal na iko very effective. Na Iran recently alipewa satellite system mpya za Mchina ambazo ziko very accurate na ziko very effective na ni ngumu kuzijam. Ndo maana accuracy yake imeonekana. Unajua alichokifanya Marekani kwa Venezuela,
kimemkwaza sana Mchina. Mchina amewekeza sana kwa Muiran this time. Sio kwamba yeye ameenda kupigana, ila amemuongezea na kupima vifaa vyake pia vikitumika vinakuaje. Sasa hiyo ni moja. Lakini nataka mimi napenda tuende kwa facts and logic. Nataka nikuoneshe kitu anaita accuracy ya hali ya juu kiasi gani ambayo Iran amekuwa nayo. Uone, unaona hii USMST Combat Support Ship hit by imeshambuliwa ya Marekani. Hii ni sikia nikwambia, wana kila aina ya defensive system walizonazo ikiwemo CISW, a close in weapon system, sawa, lakini bado wamefanikiwa kuishambulia. Nataka nikuoneshe, unaona hii ngoja kwapi ile unaona hapa, hii ni rada ya Marekani kwenye Qatar. Rada hii kazi yake ni kudetect incoming threats, lakini imepigwa. Angalia accuracy ni juu kiasi gani. Umeona Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vimemuongezea capability. Na hivi vita sio vita vya offense, sio vita vya defense. Nani ambaye ana defense nzuri? Defense ina umuhimu sana. Hivi vita ni nani ambaye ana uwezo wa kuhimili mashambulizi. Sawa? Hivi vita vitaamuliwa kati ya Iran na Israel na Marekani. Nani ana uwezo wa kuhimili madhara makubwa na mashambulizi makubwa dhidi yake, ndo atakaibuka mshindi. Na ninakwambia kabisa Iran uwezo huo wa kwake wa kuhimili ni mkubwa zaidi kushinda hawa. Yes. Na kwa hiyo wale wanajiuliza kwamba kuhusu, ngoja nimalizie nikwambie na engo tatu. Nadhani nimetaja mbili. Engo ya tatu pia hizi ni fursa za kila mtu kuangalia capability ya mwenzie. Kwa hiyo mnaposhambuliana mnaangalia mwenzangu ana offensive capability hii au anashambulia kutoka eneo fulani. Mwenzangu ana defensive capability hii, anashambulia kutoka maeneo fulani. Inasaidia kwa sababu ya kufine tune war plans ya hivi vitu. Na ila iwapo Iran itaanguka, tuchukulie Israel na Marekani wamefanikiwa, wameiangusha Iran, uongozi ambao wa Islamic Republic ya Iran China na Urusi watadhoofika sana 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 kwa sababu ya umuhimu wa Iran. Na hii ni kitu ambacho nimeshakielezea huko nyuma, ikiwepo zile trade routes na vitu kama hivi. Na kwa hiyo wale wako wanajiuliza kwamba defense system ambayo Urusi na China wameitoa kwa Irani ndo vile ipo, kwa hiyo ni wao sasa Irani kutumia. Kuna nimekwambia reaction time, nimekwambia kuna detection ni kitu kimoja, tracking ni kitu kingine, interception ni kitu kingine. Na kuna scenarios nyingi, kuna reaction time, response time, na kwa hiyo kuna lot of mechanism ambazo zinatakiwa ziafikiane ili kuwa na successful or unsuccessful. Wasione masnitch kama vile mtandao wanavyoeneza watu. Alafu watu ndio hicho nachoambia. Sijui watu wametengenezea vipi kwamba hizi ni kampuni za ulinzi kwamba ikitokea lazima waende wakasaidiane. Urafiki gani? Hawana hiyo mutual defensive pact. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho natamani watu waelewe. Ingekuwa Iran China na Mrusi na Iran. China na Mrusi washirika wao hawawapi silaha, hawawapi vifaa, hawawapi capability, hapo tungewaita snitch. Kwa sababu hawana makubaliano kwamba ukishambuliwa sisi tuje tupigane vita kwa niaba yako. Sawa? Wana kwamba mimi natakiwa nikuwezeshe wewe uweze kujidefend. Hayo ndo makubaliano. Kitu ambacho wamekifanya. Sasa kilichobakia ni juu yako. Juu yako wewe sasa. Yes. Okay, sawa. Tugeukie sasa Sma kwenye madhara kwa Afrika kwa ujumla kuhusiana na hivi vita. Unajua mtandaoni kama unavyozungumza Sma, wachambuzi ni wengi sana. Kila mtu anazungumza la kwake. Hebu pengine hasa
wanaoshangilia sasa huko, maana kila mtu anashangilia la kwake, anachagua tu upande na kushangilia. Madhara kwenye hii vita yakoje kwa Afrika? Kwa Afrika nitanukuu kitu ambacho nilikisema Azam TV waniuliza same swali lakini kabla haya kutokea nikasema kwanza bei ya mafuta itapanda sana. Nikaelezea kwamba almost 20 to 30% ya mafuta ya dunia yanapita Strait of Hormuz na iwapo ile Strait of Hormuz itafungwa ambayo imeshafungwa tutegemee bei ya mafuta kupanda sana. Na nikasema na nikatoa wito serikali yetu ijitahidi kuongeza shehena ya dharura kwa kipindi hichi. Nategemea wataweza kufanya. Lakini kama hatuna inabidi kwanza kufanya rationing na kupunguza na kuambia watu kama hawana matumizi ya necessary wapunguze kwa kipindi hichi ili hicho ambacho tunacho kama kilitakiwa kilast mwezi mmoja kitupeleka hata miezi miwili wakati huko, kwa sababu sidhani kama itadumu zaidi ya muda huo. Kwa hiyo natamani kwamba serikali yetu ielezee hali halisi na iongee na raia ila raia wasipanic. Hamna kitu kibaya kama mkishafanya panic tu mnaharibu kila kitu. Kwamba sehemu ambayo hakuna safari za dharura za muhimu tupunguze. Kwa hiyo mafuta yatapanda bei ila kuna shipping routes ambazo zitaathirika. Watu ambao wanaagiza vitu kutoka nje vingi vitakwama ambavyo vimeshatoka na bei itapanda kwa sababu hatari itaongezeka, bei ya insurance itaongezeka. Lakini pia kuna watu watatumia fursa kupandisha bei kwa hii. Na hata Bongo nimeona na nawaonya na naonya ambao ni Waislamu imekatazwa kutumia fursa ya majanga kupandisha bei ya kitu. Kuna baadhi nimeona wafanya biashara wengine washaanza kupandisha vitu kwa sababu ya vita. Unapandishaje bei ya kitu ambacho labda ulikinunua kwa bei ambayo ni ya nyuma? Labda umenunua shilingi 1000 unauzaga 1500. Stock ile endelea kuuza 1500, usiseme kwamba sasa hivi tutaanza kuuza 2500 kwa sababu kule huo kwenye dini yetu imekatazwa na ni dhambi kubwa sana. Nimeona baadhi ya wengine wauza simu stock ambazo wanazo wamezipandisha bei japokuwa amenunua kwa bei ambayo ni ya nyuma, ni kinyume na sheria na misingi ya Uislamu. Kwa hiyo kama mtu yote ambaye anataka kukutana na Mola wake akiwa ameridhiwa na anataka mali yake iwe ina baraka na anataka kuepuka mali yake kuingia dhuluma, kitu ambacho wamekinunua kwa bei ile ya nyuma wakiuze kwa bei ile ya nyuma. Unapompandishia mtu kwa sababu ya kitu ambacho kinakuja inakuwa ni dhambi na inakuwa ni aina ya dhuluma na atakuwa mali yako utakuwa umeingiza nuksi na huenda ikakuathiri. Kwa hiyo iwapo vitaendelea vita kwa muda supply zetu sisi tunategemea vitu kutoka nje vitaathirika kwa sababu bandari zetu zitashindwa kuleta mizigo, mafuta yatashindwa kuja, vitu vitapanda. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tujiandae. Ila inasikitisha pia kwamba mpaka leo Afrika pamoja na kwamba tuna capability ya mafuta sehemu nchi kama Nigeria na Libya na nchi zingine nyingi ambazo wana mafuta bado tunategemea mafuta kutoka nje. Hizi ifikiria vingetokea hivi vita afu tuna uwezo wa kupata mafuta yetu wenyewe kutoka Nigeria kaje. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia ni wake up call kweli kwa mataifa ya Afrika. Kwa mataifa ya Afrika. Jamani, juzi nakumbuka unaona tulichokifanya Tanzania na Uganda. Kuna ile bomba ambalo limetoka Uganda na kuja kwetu. Sisi wenyewe tuna LNG yetu. Nadhani kuna mafuta yamegunduliwa baadhi ya sehemu. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa wito kwamba SGR iende mpaka Uganda, Uganda ipokee iende kule. Itapendezea ukiwa kuna hizi network kati ya East Africa tuweze kujitegemea wenyewe kwa wenyewe ili kitu ambacho kiko Tanzania, Kenya na Uganda wanya tuweze kwa supply na kitu ambacho kiko Uganda na Kenya alafu sisi hatuna tuweze kujisupply wenyewe kwa wenyewe. Iwapo tutaacha usnitch, unajua pia hizi nchi pia zina usnitch wenyewe kwa wenyewe. Kuna watu wamekamatia. Ila this is a wake up call kwa Waafrika. Tuanze kujitengenezea especially issue ya chakula. Ndasikitika sana kwamba kwa nini Afrika, na hichi ni kitu ambacho nilikiongelea na nawaambia tu waende mtu ambaye ana nafasi. Kuna the right of dump, the right to dump ambayo ndio imesababisha kwamba Afrika pamoja tuna the most arable land up to 70% ya bara la Afrika tuna uwezo kuzalisha vyakula karibia kila aina lakini bado tunategemea chakula cha kutoka nje. Inasikitisha sana, lakini sio bahati mbaya, ndio bado mifumo ile ya ukoloni. Ndio maana tukaja na fikra zinduka kwa sababu ya kuzindua hivi vitu. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa madhara ambayo yatatukumba sisi. Wito wangu
kwa serikali na serikali yetu inasikiliza kwamba watoe miongozo kwa kistaarabu kabisa kwamba tutegemee kutakuwa kuna shock in supply kutokana ya kinachoendelea kule. Ambacho tunacho kinaweza kikatulast labda mwezi mmoja. Kwanza maghala ya serikali wajiwekee supply ya kutosha ili function za serikali ziweze kuendelea kama kawaida. Alafu watu binafsi wapunguze safari ambazo sio za lazima. Na hata tuseme kwenye vyombo vya serikali kama kuna safari ambazo sio za lazima tunaweza tukazipunguza ili pia kusave sheni ambayo iko hapa. Watu waambiwe tupunguze, tuangalie na vitu kadhaa ambavyo tunaweza tukafanya ili tulicho nacho kiendelee kubaki kwa muda. Niliongelea kwamba Burundi mpaka leo hii tunavyoongea wana ration ya mafuta. Kwa mwezi unapewa lita 20 tu kwa mwezi. Na mpaka uende ukaombe kibali. Na hapo ndio tunaongea mwaka 2026. Kwa hiyo sisi ni vitu ambavyo sio kwamba viko mbali na sisi lakini tuko bado katika mazingira mazuri. Na hakuna kitu kibaya, narudia, kama kupanic. Watu nakumbuka kipindi cha COVID kile watu walifanya panic buy wakaenda kununua kwanza inapandisha bei. Alafu watu wengi itawaathiri. Mastoki yataharibika ovyo. Bado haijafikia stage. Tuifuatishe serikali, itakuwa inatupa mwongozo kadri tunavyoenda. Nadhani hiyo panic umeizungumza pia hata Disemba 9 pia kuna watu walienda kuemea mavitu na nini alafu mwisho siku sasa Disemba 9 baadhi ambao walitusikiliza waliweka nani, kwa sababu tuliongelea nikauliza mnaweza mkasurvive wiki moja, mnaweza mkasurvive ila watu hawakuwa makini. Ile baada ya Disemba 9 waliitisha lena nini tarehe 9 ambayo ilibuma. Ndio Disemba 9 hiyo. Disemba 9 watu wakapaniki. Ilianza 29 ikafuata Disemba 9. Ambayo kwa sababu unajua kabla ya Disemba 9 upande mmoja ndio uliokuwa unatoa taarifa. Kwa hiyo ulikuwa una nguvu kwa sababu walikuwa wanatoa taarifa, alafu ulikuwa una taarifa za upotoshaji nyingi. Baada ile wazalendo tukaanza kujitokeza sasa kuelimisha raia. Raia ndio wakafunguka. Kumbe tunachezewa michezo. Kumbe kuna watu wanalipwa kwa sababu ya kufanya hii. Kumbe taarifa zile zilikuwa za uongo. Kumbe walikuwa watu zile movement zimeishiwa nguvu. Ndio maana sasa walitisha tarehe 9 haikufanikiwa. Wakalitisha tena Christmas haikufanikiwa. Wakaitisha tena tarehe ngapi? Mwaka mpya. Unaona wameitisha tena Idi. Kwa hiyo raia wameamka sasa hivi. Okay, sawa. Sima, sasa nataka nipate sasa taswira yako kamili kwenye hivi vita. Nakumbuka mwaka jana kwenye zile vita za siku 12 ulizungumza kwamba vita dumu zaidi ya wiki 2 na ilikuwa ni hivyo. Pengine vita hivi Irani na Marekani zidi ya kwa maana Marekani na Israel zidi ya Irani. Unazipa muda gani hasa? Nadhani pia hazitokuwa ndefu, yani tunaweza tukaenda kwenye time frame ile ya wiki 2 maximum, zikizidi huende kawa mwezi mmoja kwa sababu ni vita ambavyo haviwezi kuwa sustained kwa muda mrefu, madhara yake ni makubwa sana. Kwa hiyo sioni zikivuka wiki 2 maximum mwezi mmoja. Na tusishangae vikaisha hata mapema kabla hapo kwa Marekani na Israeli kusema lengo letu sisi tumefanikiwa, tumemuua Khamenei na viongozi wake, kwa hiyo sisi tumefanikisha, tumeishia hapa. Umeona? Kuna uwezekano huo, kwa hiyo vikaisha kabla hata ya muda mrefu. Lakini pia inategemea na a lot of factors kwamba Iran nao watakubali waishie hapo au wataretaliate au watasema okay, tumeishia hapa, let's lick our wound, tuangalie majeraha yetu, tujipange upya na vitu kama hivyo. Lakini sivioni tena vikiwa ni vita virefu, ila bado kutakuja vita sasa vile vikubwa, ila hivi sivioni vikiwa virefu vile vile. Kuna zingine ambazo unaweza zitakuja kabisa kwa sababu malengo bado ya kutimiza Pax Judea. Ila wakati huo zingatia, juzi kuna makala nimeyatoa na nashauri watu, kwa sababu nimeelezea kuna vita kadhaa ambavyo vinatakiwa vipiganwe. Moja wapo ni India na Pakistan. Sawa. Juzi tumesikia Pakistan na Afghanistan kinachoendelea. Alafu pia kuna lawama ambazo zinaenda kwa India. Ili Pax Judea ifanikiwe, inabidi Pakistan awe denuclearized. Nuclear za Pakistan zinatakiwa zibomolewe. Kwa hiyo tutegemee kwamba kuna mtifu ambao unakuja kule. Na hata India alishambulia lango la moja ya sehemu za kuhifadhi silaha za nuclear za Pakistan. Kwa hiyo huko kuna, na juzi tumeona Modi kaenda
kwa mshikaji wake. Alafu chama kinachoongoza India ni wakatili sana, yani vibaya mno, yani wanachokifanya kule kwa watu wasiokuwa wa Hindu wale Waislamu na Wakristo wanashambuliwa sana, wanateswa sana, wanavamiwa sana, wanachomewa misikiti, makanisa, yani sema huvioni. Yani ile BJP ni another Zionist. Kuna Indian Zionism, Hindu Zionism na yenyewe ndio inaendelea kule. Ni disaster pia. Vibaya mno. Sema hivyo ndio uvioni kwenye mainstream media. Lakini madhara yanatokea kule ni mabaya sana. Lakini kwa hiyo kwa taswira yako pengine ulivyosema kwamba wakasema wamekamilisha au wakafanya kama kile walichokifanya katika zile vita kwamba tumeshambulia kwenye vino vya nuclear vile tumeviharibu. Na kama unakumbuka, unajua muda huo unatoa jibu. Nilisema hawajafanikiwa chochote mashambulizi waliofanya kwenye zile nuclear na kwamba bado zina uwezo wa kufunction, sawa? Japokuwa Trump alisema we have obliterated, kwamba tumeziangamiza kabisa. Sasa kama umeziangamiza, kwa nini tena unakuja kushambulia? Na hayo ameyasema mmoja wa maseneta wa Marekani, lakini viongozi wengine waliokuwa CIA wakasema Trump alituambia kwamba umeshashambulia miezi 6 tu iliyopita. Sasa hivi unasema kwamba unaenda kuzuia siwe na nuclear. Kwa hiyo unaona jinsi gani wanavyojikanyaga. Yani ndio maana kwenye Uislamu kuna hadithi moja ambayo iko very Mtume SAW anasema sayatikum sanawatul khada, zinakuijieni miaka ya udanganyifu, yusadiku fiha alkadhib wa yukadhibu fiha sadiq. Wanaaminika waongo na wakweli wanaonekana waongo. Sasa hivi kina Milwaukee wa taifa la blue anaaminika maneno anayopeka. Sasa hivi anachokisema Trump anaaminika, watu wanachukulia kama kweli japokuwa ni uongo mtupu. Na hadaa ni miaka ni sera yao. Unakumbuka Trump wakati anaingia madarakani alisema Biden atatuingiza kwenye vita na Iran. Biden ataanzisha vita sio nini. Mimi sina mpango kuanzisha vita. So far amekuja peacemaker. So far amekuja kashashambulia nchi 5 yeye peke yake ndani ya mwaka mmoja. Alafu kuna kitu kimoja cha muhimu sana nataka nikisahau. Netanyahu aliainisha nchi 5 ambazo zinatakiwa zibomolewe. Kuna Syria tayari, kuna Iraq tayari, kuna Libya tayari, kuna Iran iko pale, kuna Sudan tumeona hali ilivyo tayari, kuna Egypt na ipi ambayo sijataja, kuna hizo nchi. Kwa hiyo so far katika zile box zinaendelea kutikiwa. Hizo zikifanikiwa Pax Judea itakuwa katika yani imepiga hatua nzuri sana kwenye kufanikiwa. Okay, lakini kwa kumalizia sasa katika hii taswira yako pengine kwa sababu watu wamekuwa kizungumza mambo mengi sana. Ramigalas naye pia alitoa maoni yake. Naomba nisome kwanza huu ujumbe kwa sababu kabla sijauliza ni vyema nikausoma kwanza kabla ya kuuliza swali langu, kwa sababu watu wamekuwa wakizungumza mambo mengi sana sima, unajua kwenye si nimekwambia sasa hivi wachimbuzi wameibuka, wajuaji wameibuka. Ulitoa maelezo kwenye interviews ambazo ulizofanya, akasema kwamba ulizungumza kwa Pax Judea ambayo ulikuwa unaizungumzia. Ramigalas akaja akasema hivi, point of correction DJ Sma, Irani haja unajua maana point of correction? Kusahihisha. Kwamba ananisahihisha kwamba nimekosea. Sawa. Akasema kwamba Irani haijatangaza rasmi kama wana nuclear power kwa ajili za kiulinzi. Ndio maana Marekani nukta hapo. Ushawahi kunisikia katika kauli yangu yoyote nikisema kwamba Irani ametangaza ana nuclear kwa sababu ya ulinzi? Hapana. Mimi huwa nasema kitu gani? Wanatumia katika kuzalisha visizo vyao, shughuli zingine pale. Kwamba Iran hana nuclear na ni kwa sababu ya fatwa yao, na nimeielezea. Umeelezea pia leo. Imani yao hairuhusu. Kwa hiyo sijui correction hiyo au uelewa wake au kasikiaje. Sikumbuki sehemu yote ambayo nimesema Iran, tena mimi nimekuwa nasema hana. Anyway, tuendelee. Kila mtu ana uelewa wake. Afa kaandika ndio maana Marekani analeta masharti ya vizuizi vya kuendelea kuzalishwa nchini humo. Akaendelea kwa kuandika sababu ya Marekani na Israel kuwa na wasiwasi, kwanza
nchi kama United States ambayo ni Marekani na Israel zinaamini kama Irani akipata bomu la nyuklia, mizani ya nguvu Mashariki ya Kati itabadilika sana, na Israel hasa anaiona kama tishio la moja kwa moja la usalama wake. Ndio maana mara nyingi wana vikwazo vya kiuchumi, mashinikizo ya kidiplomasia na wakati mwingine vitisho vya kijeshi. Irani tayari ina uranium iliyoboreshwa hadi karibu 60% kwa bomu la nyuklia inahitajika 90%. Alizungumza hivyo. Kamalizia kwa kuandika 90% kama ataamua kuharakisha. Hii kwa lugha inaitwa blackout time. By the way, hizi nondo nimelishwa na babu yangu mzaa mama yangu ambaye ni mwanajeshi mstaafu wa Somalia na alikuwa brigedia kipindi cha vita ya Somalia na Marekani mwaka 1991. Babu yake ndo alimlisha madini. Mimi ni mshauri Rami, aenda akasikilize interview yangu na maelezo yangu. Alichokisema nilishakielezea na hata kwenye jinsi unakumbuka kwenye uchambuzi nakwambia kwamba kuna karibia kilo 400 za enriched uranium up to 60% ambazo zilihamishwa, ambazo mpaka sasa hivi hazijulikani ziko wapi. Israeli wenyewe akasema kwamba Iran amehamisha 400 kgs of enriched uranium up to 60%. Na nikaelezea ili weapon, kuna kitu kinaitwa weapons grade plutonium ambao ni 90% ndio inatakiwa hivyo. Iran hajafikisha pale. Capability hiyo nilishasema anayo, ila ni fatwa ndio inazuia, kwamba sio kwamba hana uwezo, ameamua yeye kutokuwa nayo kwa sababu ya fatwa iliyotokelewa na nani, sheria, yani yeye imani yao haiwaruhusu. Na ndo hapa kama umesikiza maelezo yangu ya nyuma nikasema iwapo atakuja kiongozi mpya supreme leader akaona kwamba kama nilivyotolea kwamba kuna dharura kwenye Uislamu ambayo inaruhusu ufanye baadhi ya vitu ambavyo huruhusiwi, ataona kwamba kuna umuhimu, Iran uwezo wa kuwa na nuclear anao. Kwa hiyo sijui yeye kaelewa vipi. Hakuna sehemu nimesema Iran ana nuclear weapons. Hakuna sehemu nimesema kwamba ana 90%. Hivyo vitu alivyovisema vyote navijua. Sijui kaelewa vipi au kasikia vipi au uelewa wake ukoje. Ila ningemshauri tu ende akasikilize hivyo vitu alivyovisema vyote nimeshavielezea. Na North Korea alishamwambia Iran, sema ukitaka nakupa kabisa mzinga kamili, uko tayari wa nuclear nakupa. Lakini ni fatwa ya supreme leader ndio inamzuia mpaka leo Iran asiwe na kombora. Ila pia yeye namsikitikia kwamba hajui uhalisia wa mambo. Hivi vita sio kuhusiana na nuclear. Haelewi. Hebu nimwambie aende akasome, kwa sababu Netanyahu zaidi ya miaka 30 anasema 2 weeks from now Iran atakuwa na nuclear. Bado miezi 6 atakuwa na nuclear weapon. Kwa zaidi ya miaka 30. Sawa? Hii ni propaganda. Lengo lao, kuna mambo mengine ya muhimu sana pale kieskatology na vile vile kimkakati. Nimeongelea trade routes. Huenda hajui umuhimu wa trade routes. Wakifanikiwa kumwangusha watakamata trade routes za mbili ambayo ni Bab el-Mandab pamoja na Strait of Hormuz. Sawa? Lakini watamwathiri Marekani na Mrusi na Mchina, kwa sababu kuna Belt and Road inapita pale. Vile vile kuna nyingine ambayo ni North South Corridor ambayo inatoka kwa Mrusi inakuja mpaka pale. India pia na trade route yake ambayo inafika pale. Yani kuna vitu vingi ambavyo huenda havielewi hii ukubwa wake. Yeye anadhani hivi vita it's specifically ni kuhusiana na nuclear. Kwa hiyo kuna umuhimu watu kufuatilia hivi vitu, yani ndio maana nikasema sasa hivi wachambuzi wapo wengi, wajuzi wako wengi, kila mtu na uelewa wake. Muda utakuja kutoa majibu. Time will tell. Time will tell. Waga sina haraka, muda unakuja unatoa majibu. Kwa kumalizia Sma, lakini nadhani Ilhari Omari naomba hapo niweke nukta moja. Kuna baadhi ya watu walisema kwamba nilidanganya. Na hii naomba niweke sawa. Nilidanganya niliposema kwamba vita havitapigana. Kwanza, uwezi ukasema uongo kwa kitu ambacho hakijatokea. Uongo unaweza kusema ambacho kimetokea. Kwa hiyo nikisema kesho itanyesha mvua, huo sio uongo, huo ni utabiri. Tutasubiri kesho ikifika tujue mvua imenyesha au haijanyesha. Kwa sababu tukio limetokea, huwezi ukadanganya. Kitakachotokea kama nimekosea, utasema ulikosea, utabiri wako ulikosea. Cha kwanza. Cha pili, nilisema kuna vitu kati ya vile. Full scale war sioni kitokea.
ila surgical strike nitaona kuna uwezekano huo, na ndio kilichotokea. Kwa hiyo kuna vitu watu wanatakiwa waelewe. Unajua mimi I'm responsible kwa ninachokisema, sio jinsi mtu anavyoelewa na uelewa wake na kapasiti yake ya kunielewa mimi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo naomba watu wavielewe. Okay. Naam. Sawa. Ilhan Omar huyu ni mbunge kama sijakosea wa Marekani ambaye ana asili ya Somalia. Amekuwa ni mwiba mkali sana kwa Rais Donald Trump. Na hata hii vita juzi alikuwa anazungumza akasema kwamba Irani inaandamwa vyote hivi ni kwa sababu ya imani yake. Iko sahihi kwa kiwango gani? Ama na kuna wengine pia hata Tanzania wanaamini kwamba Irani inaandamwa haya yote ni kwa sababu ya kiimani. Unakumbuka nilichokwambia? Kwa nini Iran ni tofauti? Kwa sababu nchi yao, sera yao ni ya itikadi yao ni ya kiimani. Kwa hiyo ni ngumu sana. Ukidestroy ile imani, umeidestroy. Nchi zingine, Syria, Iraq, Afghanistan na kwingine Libya wapi, imekuwa rahisi kwa destroy kwa sababu hawana itikadi ya kidini. Ukishakuwa kuna itikadi ya kiimani, imani ni kitu hatari sana. Imani ndio kilimpelekea Kibwetere awaingize watu kwenye kanisa na wakachoma moto. Juzi tumeona hapa mkesha huu. Sijui ni Ghana, sijui nchi gani. Mchungaji mmoja akawachukua watu akawajengesha safina na kuambia kwamba yes, umeona? Imani ndio inapelekea tunaona kwenye makanisa mchungaji anaogesha wanawake kabisa. Umeona? Au mwingine anaenda kushika sehemu za siri. Au watu wanafanya mambo ya ajabu, yani kuna vitu vya ajabu, ndio imani inapelekea. Believes. Imani ndio inapelekea unakuta wale mashia kuna sherehe yao ile wanakuja wanajipiga hivi. Wanajichana na visu sio nini. Imani ndio inapelekea baadhi ya Waislamu wenye msimamo mkali wanaenda kujifunga mabomu wanajilipua. Umeona? Imani ndio inapelekea Wahindi wanaabudu ng'ombe, tuacha ng'ombe. Wanajinsi wanajichukua ndoano zile. Wanajifunga kwenye mwili mzima inavuta, yani kuna vitu imani ni kitu cha hatari sana. Ndo maana wakoloni walivyotaka kuja kutukoloni sisi walikuja kwa gia ya imani. Wakaja na kitabu. Jomo Kenyatta anasema walivyokuja wakoloni sisi tulikuwa tuna ardhi na rasilimali. Wao walikuwa na Biblia. Wakatuambia tufunge macho tuombe. Tulivyofungua macho sisi tuna Biblia, wao wana ardhi na rasilimali. Umeelewa? Jomo Kenyatta na wengine wameshongelei. Sasa hivi kuna kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa, na niliongelea kwenye PsyOps, hustler generalization. Kukusanya kila kitu kwa nani. Na hii kuna kitu kinaitwa ifrat wa tafrit. Kuna watu ambao wana msimamo mkali ambao ni wale conservative. Alafu kuna watu ambao hawajali, wao poa tu, watu kupumuliana fresh, sijui jinsia moja, sijui nini, kila kitu majingu fresh tu. Alafu kwa hiyo kuna ifrat na tafrit. Ila inachotakiwa ni kubalance. Ndio maana Mtume SAW kwenye hadithi anasema khairul umur awsata, ubora wa mambo ni katikati. Sasa hivi katika propaganda ambazo zinatengenezwa na ni silaha ni kuua dini. Watu wanataka waue hizi imani hata kwetu nchini kwetu. Kwa hiyo tunaambiwa dini zetu zilizoletwa na mzungu hazifai, ile ililetwa na Mwarabu hazifai, kwa maana kwamba Uislamu na Kristo haufai, wote tukatae na vitu kama hivyo. Sawa? Hii sasa ndo naingia kwenye ile ifrat wa tafrit. Tukigeneralize hivi tutapotea. Hii ni moja ya silaha za kupinga dini. Mimi ninachoweza kusema mtu tafuta ukweli, na ukitafuta ukweli utaupata ukweli. Pitia hii dini, Ukristo ulioletwa, upitie vizuri, usome vizuri, sio ulichoaminishwa. Wewe soma asili yake ilikoje, Nabii Isa au Yesu alikuwa mwaka gani, Biblia ziliandikwa, mwandishi wa kwanza Biblia alianza kuandika lini, alikuwa na contact direct na hii, kasome Nicaea Council of Nicaea, kasome vitabu ambavyo vipo ambavyo havijatolewa. Biblia inasema Yesu alizaliwa lini, lakini Christmas ikoje, Roman Empire walivyoichukua Ukristo na kuifanya dini yao rasmi, walichanganya vitu. Soma mwenyewe, jisomee mwenyewe kwa nia ya kutaka kujua kweli. Alafu
piga, alafu angalia mpaka sasa hivi, alafu jiulize, nimeridhika nayo? Kama roho yako imesema zingatia, sio unachoambiwa. Kafanye research yako mwenyewe, alafu fanya maamuzi yako. Ukiona umeridhika kwamba this is right, ifati. Kingine, Uislamu, nenda kasome. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa Maka, alikuwa kafanya nini? Katoka pale kaenda Madina, kafanya nini? Wahyi ulishuka ulikuwaje? Je, uandishi wa hadithi, utaratibu wa kuzipreserve ukoje? Aya za kwenye Qur'ani zikoje? Zimeshai kubadilishwa sehemu fulani, hazijabadilishwa, zimekuwaje? Waliokuja, kwa hiyo fuatilia mpaka sasa hivi. Alafu jiulize, ni sahihi au sio sahihi? Hiyo ndio njia sahihi, kwa sababu unajua kuna ule upande ambao they are not saying, wale watu ambao wanakuambia tuache dini zilizoletwa na mzungu na Mwarabu, turudi kwenye dini zetu na mila zetu. Hawatuambii tuzikague hizi mila zetu na dini zetu ni sahihi, kwa sababu kuna uwezekano Uislamu ni makosa, Ukristo ni makosa, na mila zetu pia ni makosa. Umeelewa? Inahitaji uwe na logic. Yes. Hizi ni vitu ambazo ni rahisi sana. Unajua hizi dini zimekuja, ukiangalia majority ya hizi dini kuu, na nikiongelea Uislamu na Ukristo ndio dini kuu ambazo ziko kwetu, zina misingi mizuri sana. Zinakwambia usiibe, sawa, usidhulumu, usitukane, usizini, usifanye makosa, usiabudu masanamu na vitu kama hivyo, usishiriki mapenzi ya jinsia moja. Yes. Misingi yake asilimia kubwa ni mizuri, sawa. Kuna corruption hapo katikati, ila ili uweze kuzifatisha, kuna kitu ambacho unatakiwa kandamize nafsi yako. Kuiba kunatamanisha, nafsi inataka, lakini unaizuia. Kutokudhulumu, nafsi inataka, lakini unaizuia. Kutokutukana, unabidi uizuie nafsi yako. Kutokuzini, yani kwa hiyo inabidi inakupa nidhamu ya nafsi yako wewe. Dini ni mfumo wa maisha ambao una control ishi vipi. Usigombane na watu, usiwadhuru watu, usiibie watu, uwe muungwana, usamee, yani vitu kama hivyo. Jinsi ya kuishi na ndugu zako, jinsi ya kuishi na majirani zako, jinsi ya kufanya biashara. Umeona hapa nilielezea. Mfano sisi kwenye Qur'an kuna sura nzima inaitwa Wailil Mutaffifin. Suratul Mutaffifin. Alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun wa idha wazanuhum au astaghfirullah, imenitoka ile aya. Mwenyezi Mungu anatoa onyo kwa watu walmutaffifin ambao wana tabia, anapoenda kununua kitu kwa mtu anaomba kwa ukamilifu wake, ila anapomuuzia mwenzie anakipunguza, anapunguza. Na hii hata wauza maduka wengi, yale mawe yao yale kama ni nusu kilo wamepunguza, wamegrind ili pungue, ili waweze kufanya neno. Au wao nilokuambia ambao wanafanya mfano kwenye simu, kanunua simu kwa shilingi 1000, bei ya kawaida ni nani, sasa hivi anataka kuuza kwa bei ambayo haijatokea, anakuambia kwamba kutokana na vitu vya video, kwa hiyo tunampandisha bei automatic. Ile unaingia kwenye wale mutaffifin. Sawa. Kwa hiyo dini zimekuja na hizi dini zote mimi nasema ukifuata Ukristo, the pure form of Ukristo, yani ule ambao walishuka nao Nabii Isa na akauongoza, ni dini nzuri sana. Ukifuata mila ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo iko pure kabisa, haijachafuliwa, haijachezeshwa, haijafanya nini, ni nzuri sana. Sawa. Ukifuata mila ya Nabii Moses ni nzuri sana. Ukifuata mila ya Nabii Ibrahim ni nzuri sana, ukizifatisha kama zilivyo. Hapa katikati kuna mashirika ambayo yaliingia kati yakazibadilisha kwa maslahi yao. Ndio maana tunarudi kwenye swali lako ya imani. Wanataka kudestroy imani. Nilisema ili mpinga Kristo Masihi Dajjal aje, inabidi imani zetu zidhoofike. Kwa hiyo mtu akishakwambia dini hizi ambazo zimeletwa tuzikatae, wewe ule mzigo wako wa moral obligation unautua. Utaona hata nikidanganya fresh kwa sababu hakuna dini inayoniongoza. Ukimuibia mtu utaona fresh kwa sababu hamna dini inayoniongoza. Nikimdhuru mtu fresh kwa sababu hakuna dini. Umeona? Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo watu wanatakiwa waelewe, yani kuna harakati za mpinga Kristo ziko very active. Hii kwenye vita huku ni sehemu moja, lakini huku kwenye jamii yetu pia hivi ni vitu vipo. Kwa hiyo vita vya imani vipo. Okay. Yes. Sawa. Kibwana,
tumalize. Pengine tumezungumza mambo mengi sana sana sana, mimi na DJ Sma. Hapo naomba tu nimalizie kitu kimoja. Sasa kuna vitu vya kuzingatia kwa sababu tumeona beyond reasonable doubt CIA Mossad wana access mpaka ngazi za juu za viongozi wa Iran. Ndio maana wanaweza kujua location zao na walipo na kuwa target na kuwaua. Ina maana wana access. Nilisema kwenye issue ya Maduro baada ya kumchukua. Tukitaka kujua kama alisalitiwa, tuone baadaye viongozi waliobaki madarakani watareact vipi. Kama wanafanya ambacho Marekani anataka, tujue walimuuza na wanashirikiana na Marekani na wale. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tuzingatie, na tumeona so far serikali ya Venezuela inafanya kile ambacho Marekani anataka. Inakupa ishara kwamba walimuuza Maduro. Sawa. Sasa Iran imetangaza nani ya watu watatu ambao ndo wanakuja kuongoza wa mpito kuongoza Iran kipindi hichi mpaka pale atakapochaguliwa supreme leader mwingine. Umeona, ndio hao hapa watu watatu hao wamechaguliwa kuongoza Iran sasa hivi. Ni baraza kwa kipindi hichi. Jina nitakuwekea, utaweka pale watu baadaye. Yes. Sawa kabisa. Hao ndio wamechaguliwa waongoze. Ndio maana nakwambia kuna SOP, standard operating procedure. Tayari watu wapo. Sasa tuangalie iwapo kiongozi ambao tukiona Marekani wanasema sisi tutatimiza wajibu wetu. Tunaishia hapa. Viongozi ambao wapo iwapo wataendana na matakwa ya Marekani, tujue ilikuwa imepangwa, yani walishaongea kwamba sisi tutakuweka madarakani, ila wewe ukae madarakani inabidi tuwaondoe kwanza hawa. Kwa hiyo wamewauza waondolewe ili wao wakamate madaraka waende matakwa ya. Kwa hiyo kuna muda ambao utakuja utatuambia retaliation yao itatuambia msimamo wa viongozi ambao wapo sasa hivi. Kwa kuna vitu ambavyo tunaviweka, tunakwambia sisi tunaenda na open source tuone, lakini kama nilivyosema vita hivi pia sivioni vikichukua muda mrefu, wiki 2 maximum mwezi. Kweli. Naam. Bwana, kwanza nimshukuru sana Rizky bwana, amenikumbusha hapa. Kuna kitu wakati tuko njiani tulisema nikifika nitakuuliza Sma. Nimemwona Mange Kimambi kupitia mtandao yake ya kijamii amefurahia kila ambacho amekifanya Donald Trump katika nchi ya Irani, akisherehekea pia kuuawa kwa Ali Khamenei pia. Na kumekuwa na mtafaruku, kuna wengine ambao wanasema yuko sahihi na kuna wale ambao wanasema kwenye hili hataki kusherehekea kifo cha mtu. Sma, kwenye hili una ujumbe gani kwake? Kwa nani? Kwa yeye kauli yake alizosema hizo Mange Kimambi. Kwanza naomba tueleweke kitu kimoja. Kila mtu ana uhuru wa maoni yake. Yeye maoni yake na mtazamo wake. Kwa hiyo siwezi nikampangia aone nini, asione nini, apende nini, asipende nini. Yeye na nani yake. Sasa labda uniulize mimi, nini maoni yangu mimi? Nikupe maoni yangu mimi. Yeye siwezi nikamwambia yeye afanye nini wala asifanye nini. Maoni yako kwenye hili wewe. Cha kwanza, kilichofanyika ni dhuluma, sio sahihi. Haitakiwi nchi kwenda kushambulia nchi nyingine. Na ni kinyume hata cha katiba ya Marekani. Unajua Marekani inabidi upate congressional Senate pamoja na Congress ruksa, hawakufanya. Ila kuna upande wa special military operations ambao JSOC kule kuna baadhi ya mazingira yanaruhusu, lakini inabidi uipe taarifa Gang of 8. Kuna viongozi 8 wa juu ambao inabidi wape taarifa. Wamepewa 7, mmoja hajapewa, ambao ni Tulsi Gabbard, ambaye ndo National Director of Intelligence. Usalama wote wa Marekani uko chini yake. Yule mwanamama mimi namkubali sana na ana msimamo, na yeye alisema kabisa Irani hana nia ya kutengeneza nuclear, wala intelligence yetu haionyeshi kwamba yuko kwenye process ya kutengeneza silaha ya nuclear. Yule wamemtenga kwa sababu anajua angipinga. Kwa hiyo hata wao wenyewe kwa wenyewe sheria zao za ndani kwa ndani wamezivunja. Na ni kosa kushambulia nchi nyingine. Sawa? Kumbuka Irani hakuanza kushambulia. Kashambuliwa, ana retaliate. Lakini niliongelea kwamba kuna watu wanaitwa house negroes ambao ni vibaraka wa koloni. Na nikasema kwamba wakumbuki house negroes ni nani? Kuna field negroes na house negro. Na hii ameelezea vizuri sana Malcolm X. House negro
kipindi cha utumwa wale watu weupe walikuwa wanaenda kwamba si ana watumwa wake labda 100 200, anaenda anamchukua mmoja, anamchukua anaishi naye ndani. Kwa hiyo anakula chakula, yeye anachokula kile kama ni kuku, pilau, nini, mabaki yake anampa huyo anakula. Lakini anachokula hichi ya mabaki ni bora kuliko wanakula wale field negro. Wanakula chakula labda cha mahindi tu ya kuchemsha, maharage ya kuchemsha, maisha yao ni mabovu. Huyu analala kwenye basement, sio kitanda bora sana, lakini angalau mazingira yake ni bora kuliko wale ambao wanalala chini na kwenye majani. Kwa hiyo mazingira yake ni mazuri. Sasa kwa ajili ya kulinda maslahi yake na ile neema ambayo yuko nayo yeye, anawasaliti wale wenzie. Wenzie wakimfuata, jamani, hebu tupe siri, tunataka tu, unajua tuna mpango wa kukimbia kutoroka kesho saa 6 nini, anawaambia fresh, alafu anarudi kwa bosi yake, bana, jamaa wamepanga kutoroka. Kwa hiyo watu wanashangaa saa 5:30 so plan saa 6 wamevamiwa, wamekamatwa. Au route yao wanawachua kifika sehemu fulani, kumbe watu wamejitenga, wanawakamata, wanawaua. Alikuwa anawasaliti wenzie. Kwa hiyo anafanya kazi ya slave owners wao. Kwa hiyo hata hao tunao wengi. Kuna mtu ambaye chochote anachokifanya Marekani anaunga mkono. Ni mara ngapi tutasikia mtu anakuambia kwamba Trump, njoo Tanzania tukupe hii Tanzania. Toa tu hii serikali yoko, chukua madini, chukua nini, fukuza wote, tunakupa chochote, njoo fanya chochote. Tushawasikia akisema njoo uitawale. Sasa mtu mwenye akili binafsi unakaa unasikiliza, unajiuliza, unasema haya ndo ambayo tunataka yaje kufanyika huku. Hawa watu ambao tumeona kwenye Epstein Files wanalawiti watoto wadogo wa kiume, wanabaka watoto wadogo, wanakunywa damu za watoto, wanaua, wanafanya blood ritual, umeona? Wanafanya uchafu wote, ndo tunataka tuje tuikabidhi nchi yetu. Alafu wewe unaipigia campaign kwamba ije huku, na unataka kubrainwash vijana ambao hawaelewi ukali wa mambo waunge hii mkono. Umeona? Aya, Epstein Files zimetoka, basi useme kwamba jamani, hawa ambao nilikuwa nakwambiani tuungane nao mkono hawatufai. Wana 1 2 3. Unamwambia mtu kama Trump ambaye ashasema kwamba Africa is a shithole, ni sehemu, ni kama choo, ni takataka. Alafu huyo mtu nataka aje tutawale, alafu unategemea kwamba atakuja na sera nzuri. Kwa hiyo lazima watu tuangalie, nimesema mitandaoni kuna house negro wengi, kuna watu ambao wako kwenye biashara na wako wengi. Nchi jirani Kenya, wengine huko, angalia mtu anapewa hifadhi wapi, anapewa mazingira gani, wanalipwa millions of dollars, tumeona. Kwa hiyo tuwe makini sana na aina ya watu ambao wanajaribu kutupoteza. Sasa shida ni moja, nishaongelea red car theory. Kuna mtu ana jambo lake ambalo analitaka. Ukiongea hivyo watu wanasema kama unatetea serikali, mimi sina chama, sipigi kura, sitopiga kura, sigombei wala sitakuja kugombea sijui nani yoyote. Nafasi. Sina interest hiyo. Ila mimi ni mzalendo. Nataka Tanzania iliyonyooka. Unaposema hivyo anajisema kwamba unatetea labda chama au unatetea serikali. Mimi natetea taifa. Na nishasema several times. Nikisema hivyo nasema kama vile naongea hakuna matatizo. Matatizo yapo na tunayasolve. Na mimi so far nishapambana na matatizo kadhaa na tumeyasolve. Umeelewa? Nishaongea. Juzi nilikutana na changamoto za TRA, tukaongea, nimeenda TRA, mambo yangu yamekuwa solved, yameenda fresh. Sawa? Niliongelea issue yangu ya simu, nikapambana, nikapata. Tumeongelea vitu tofauti. Juzi na wewe unatoa wito kwa waziri wetu. Na mimi sasa hivi naongea kwa sababu nina confidence wanasikiliza. Waziri wetu, Mwana FA, Makonda, waziri wa vijana na Nauka, na una mawaziri wengine na hata Mheshimiwa Rais. Natamani sana, yani katika vitu natamani ni siku kupata nafasi ya kuongea na Mheshimiwa Rais, kwa sababu kuna vitu ambavyo sisi hatuambiwi. Ukikaa naye anaweza kuambia baadhi ya vitu. Mimi nina general idea pressure wanayokutana nazo na vitu wanavyokabiliana navyo, sio vya ndani wala vya nje, vya kiuchumi na vingine. Kaa naye kuna mambo mawili tutapata kuyasikia, lakini nitampa perspective ya hali ilivyo huko kwenye ground. Umeona? Sasa kwa waziri wetu nimeongelea baadhi ya changamoto. Nimefurahi sana kwenye content, wamerahisisha, lakini nikaongelea vitu viwili. Kuna overregulation na kuna fragmentation. Nikaongelea issue ya drones, jinsi ambavyo inakandamiza sana watu ambao ni madereva. Imetengeneza madereva magendo wengi sana, mapilot wa drones wengi sana wa magendo, kwa sababu kuna mazingira ambayo sio rafiki kabisa. Unajua, ukishaweka mazingira magumu ndo unaipa rushwa nafasi. Umeona? Ukitengeneza mazingira rahisi, umeona kama sasa hivi juzi wamepunguza ada ya BASATA kwa madijio, wamepunguza ni 50k pamoja na 10k ya kujisajili. Sawa? Haya,
content creators kutoka 500,000 imekuja 50,000. Very fair. Angalia sasa jinsi watu watavyojirasimisha kwa wingi. Kwenye drones bado kuna hichi. Na drones wasiichukulie poa, naongea kwa sababu ni moja ya vitu vya kimkakati vya taifa tunapoelekea. Drones is everything. Polisi nishongelea na makala ya drones ziba nikatoa. Watahitaji drones operators kwa sababu ya surveillance, reconnaissance pamoja na overwatch. Jeshini is the same thing. Tumeona Rwanda M23 na jeshi la Rwanda wanatumia drones kwenye combat. Tunahitaji tuwe tuna wataalamu wa drones kazi inavyowezekana. Haya masharti yanawekwa hapa yanakandamiza, yanaua vipaji. Inatakiwa tuwezeshe, na hii ni emerging technology. Masharti mengi natamani watoe hata 5 years grace period. Wepesi kabisa. Madereva wa drones wawe nyingi, watuwe tuna wataalamu wa drones bongo kadri inavyoelekeza, kwa sababu ni emerging technology hiyo na AI. Kwa hiyo naomba sana waziri na Nauka Mwanaifei Makonda, na ninajua mnasikiliza, naomba nafasi je tukae na nyinyi tuwekeze hivi vitu, na ninaamini ninaongea kwa confidence kabisa, kwa sababu naweza nikaongelea mtu kama Makonda, na kwenye mkeka wangu wa uchambuzi wa Gen Z nilitolea mfano, nilisema raia tuache kulalamika, tufanye dialogue na serikali. Nikatolea mfano wakati Makonda yuko Arusha, alitatua matatizo mengi sana kwa engagement kati yake na raia wa kule. Umeona na hata hivyo alikuwa anavifanya hapa. Kwa hiyo naongea kwa confidence kwa mtu kama Makonda, najua anasikiliza na ataifanyia kazi, na siku tutakuja tutakaa hapa nitakwambia tuna serikali sikivu. Raia tuache kulalamika huku pembeni. Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu ambavyo naomba tuvifanyie kazi. Naam, mtazamaji, tumezungumza mambo mengi sana na Sma. Kwanza jamani, wafadhili jamani, jitoleeni, sisi tunahitajika. Studio yetu tuikamilishe, mambo yaende. AC jamani. AC kuna monitors zinahitajika, kuna lights zinahitajika, kuna vitu vinahitajika. Lakini hiyo haijawahi kutuzuia sisi kupiga content. Tutafanya hata kama ni miaka 2-3 mpaka atatokea muungwana. Na wapo ambao wamekuwa na support sana hizi 2000, 3000, 5000 ngapi wana support, na tunapiga hatua. Umeona? Lakini mabadiliko yako tutafika. Naam, mtazamaji ambaye unanitazama sasa hivi, unatokea Tabora, huko Dodoma, huko Mwanza, huko Njombe, huko Tanga, huko Arusha, Kilimanjaro, Manyara, wapi kote huko, Singida, Sumbawanga, Mbeya, Zanzibar, Kenya, Uganda, Burundi, kote huko UAE, dunia nzima. Sisi tunafuatilia na dunia nzima, Afrika, duniani kote huko. Nimeshukuru sana kwa kila ambacho mmekitazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sisi bahati nzuri sana ni watu ambao huwa tunaomba radhi. Kama kuna sehemu tumezungumza kimekugusa na ukaona kwamba hapa umetukosea kwa namna moja ama nyingine, tumekosea, tunaomba utuie radhi. Sisi sio malaika, tuna mapungufu. Sio malaika bwana. Kwa hiyo siku nyingine tutajirekebisha, na tuambie pale sehemu ya comment unatazama ukiwa wapi, na unatamani kitu gani kingine kiongezeke bwana, na tuje bwana, hebu Victor bwana, siku nyingine na Sma bwana, hebu mje mzungumzie kitu fulani tupate elimu yake, si ndio? Bahati nzuri Sma sasa hivi ana fikra zinduka, na vitu vingi, yani Mungu, fikra zinduka ninayo mimi na Henry tunaiplan kufanya Mungu akifanikisha ifanyike kama inavyotakiwa, itafungua sana, itatoa siri. Kwa nini mpaka sasa hivi nchi za Kiafrika tangia tumepata uhuru bado tuna struggle na vitu vidogo. Yani utasikia labda mpaka leo ardhi inani barabara au umeme au miundombinu, tunabaki kulaumu hizi serikali zetu za Afrika. Hatujui mifumo ambayo ipo. Tuombe yani siku hiyo iwapo Mungu atafanikisha kwa vision ambayo ipo, itawafungua sana. Kwanza mimi Sma na Henry Minuka naombea maisha marefu sana, kwa sababu naamini ujio wenu, naona kabisa kama Mungu amewatuma mje muikomboe hii Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mtazamaji, asante sana kwa wewe ambao umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma kamera alikuwa Polisi Kibwana. Asante.